kwa kidogo, lakini bado ndo vinara kwa mujibu wa ripoti. Kwa hiyo inabidi waongeze juhudi za kupunguza hivyo vitendo vya rushwa kwenye maeneo yao ya kazi. Kuna ule usemo unaosema kwamba ameshika nafasi ya kwanza darasani lakini kapata 10 ya 100. Amekuwa wa kwanza kwa watu ambao pia yani watu kama bongo lao. Lakini yote nilisema basi mtazamaji, ikiwa leo ni Februari 23 mwaka 2018. Zimebakia siku chache tu tuingie mwezi wa 3. Siku zinakimbia kweli kweli. Tangu mwaka uanze unakimbia, na unaweza kujishangaa unafika mwezi wa 12 alafu hakuna ulichokifanya. Zaidi ufanye vitu vidogo tu ambavyo basi niko. Tunasema kwamba mpaka kufikia hapa saa 1 kamili ndio tutatimisha kipindi hiki cha Tuongee Magazeti. Ulikuwa nami Joyce Sima pamoja na Grace Semfuko. Unapofika pale saa 2:30 Grace Semfuko atoka hapo kwa ajili ya kukuletea magazeti ya awamu ya pili na mwisho. Asante sana. Dakika chache zijazo kipindi cha Tuongea Asubuhi kitakuwa hewani, mjadala mkuu ambapo tutakuwa naye Novatus Makonga na mimi Joyce Sima katika studio za hapa Dar es Salaam. Tutaangalia swala zima, je, Tanzania ina siasa za namna ipi? Basi ungana nasi. Mwaka 2000 tamthilia moja ilitikisa ulimwengu wa tamthilia na kusimika historia ya hadithi bora iliyotazamwa zaidi duniani, The Promise. Sasa inarudi katika mtazamo mpya. The Promise sehemu ya pili, hadithi ya Bint Amor, muuza chakula katika genge lililopo katika kijiji cha San Felipe. Ndoto yake kubwa ni kumaliza masomo na kusaidia familia yake iliyogubikwa na wimbi la umasikini. Amor anatokea kupendwa na kijana kutoka familia ya kitajiri, Eduardo, akiwa ni mkurugenzi wa kampuni ya familia ya uchimbaji madini. Kampuni ya Eduardo inapata anguko la kifedha na mtoa msaada ana masharti ya binti yake Claudia kuolewa na Eduardo ili kunusuru kampuni. Eduardo tayari anayeampendaye, yani Amor. Hapo sasa ndio patamu. Fuatilia tamthilia hii iliyojaa visa, mikasa, mapenzi, tamaa na visasi. Kila siku za Jumatatu na Jumanne saa 3:30 usiku na Jumamosi saa 4 kamili usiku, na marudio Jumatatu, Jumanne na Jumatano saa 7:30 mchana. Hapa hapa Star TV. Unataka kupata habari na taarifa nyingine za kuchangamsha? Huna haja ya kungoja wala kuhangaika ili upate habari za kitaifa, kimataifa, biashara, michezo na vipindi mbalimbali. Kwani Star TV inakuletea TV kiganjani mwako. Pakua sasa app ya Star TV kwa kuingia Google Play Store na andika Star TV Tanzania, kisha sanakisha na ufurahie ulimwengu wa teknolojia popote ulipo na wakati unaotaka. Star TV brightens your day. Siku moja imepita, wiki mingi imepita, sasa tunarudisha uzalendo kwenye runinga yako. Katika kujali swala la uzalendo, kifurushi cha Plus kimeboreshwa kwa shilingi 11,999 tu. Utapata siku 30 na siku 6 za nyongeza bure. Kama haitoshi, kipo kifurushi cha nusu mwezi, kifurushi cha jumuika kwa shilingi 6,999 tu. Utapata siku 15 na siku 3 za nyongeza bure. Uhuru ni sifa ya nchi yetu, ndio nasi tunakupatia kifurushi cha wiki, kifurushi cha uhuru kwa shilingi 3,999 tu. Utapata siku 7 huku ukifurahia channel zote. Tufurahie channel zote, kingamuzi cha Continental, kinachokufanya kujivunia Tanzania wetu. Mtoto wa mwenzako ni sana mtoto.
Asubuhi mpenzi mtazamaji wa Star TV, hii ni sehemu ya 3 ya Tuongea Asubuhi ambayo inawajia kila siku kuanzia saa 1 mpaka saa 3. Ni muda mwafaka kabisa. Star TV inakuletea mada huru, na katika mada huru tunachambua mambo mbalimbali ambayo ama yanatokea katika maeneo mbalimbali ya ndani ya nchi au pia nje ya nchi. Leo katika mjadala mkuu tutajikita zaidi katika nyanja ya siasa, ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 23 ya mwezi wa 2018. Tunasema kwamba ni juma la 3 la mwezi huu wa Februari, kwa maana kwamba tumebakiza juma moja tu kuweza kufunga huu mwezi ambao umekuwa na heka nyingi, matukio mengi ambayo yametokea ndani na katika eneo la Afrika ya Mashariki. Mimi nitakuwa nawe mwenyeji wako Novatus Makunga, nikiwa mwendeshaji wa mjadala kutoka hapa Mwanza, lakini kwa kule Dar es Salaam nitakuwa na mwendesha mjadala mwenza ama mwenyekiti mwenza, kwa maana kwamba mimi ni mwenyekiti wa hapa Dar es Salaam, lakini hapa Mwanza, lakini kule Dar es Salaam nitakuwa na mwenzangu Madame Joyce Nsima. Najua yuko tayari, kama mmefuatilia vizuri, alikuwa katika eneo la magazeti, alianza na uchambuzi wa magazeti pale saa 12:30 na baadaye wakaenda mpaka saa 1 kamili wakiwa na Grace Semfuko. Tumewapata vyema. Mada katika siku ya leo ya Ijumaa, kama nilivyotambulisha, tarehe 23 ya mwezi wa 2 2018 ni je, kuna aina gani ya siasa nchini Tanzania? Je, kuna aina gani ya siasa katika Tanzania? Nimewalika wageni hapa Mwanza. Nina wageni watatu, wawili wanatoka katika vyama vya siasa na mmoja yeye ni mchambuzi lakini pia ni mwadhiri wa chuo kikuu katika masuala ya siasa jamii kwa ujumla pamoja na siasa. Yeye ni Dr. Isaac Safari. Karibu sana. Karibu sana. Lakini wa pili nina mwanachama mtifu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Yeye yuko hapa mkoani Mwanza, lakini ni mwalimu. Yeye ni mwalimu Khalid Suleiman House. Karibu sana. Naona uko mbali, sijui kama anaweza kushika mkono. Asante sana. Lakini watatu ambaye tunamtegemea na nafasi ya kiti kiko wazi, yeye ni kada mtifu wa Chama cha Mapinduzi, Joseph Thomas Warioba. Mpaka sasa hivi bado hajaingia katika studio zetu, lakini naamini kabisa kwamba yuko njiani na atakapoingia basi nafasi yake ipo wazi. Kule Dar es Salaam, kabla ya kuanza, labda nimsalimie Madame Joyce Nsima na pia aweze kuwatambulisha wageni alionao hapo Dar es Salaam. Joyce, habari za asubuhi hapo jijini Dar es Salaam? Labda naona Joyce bado anajipanga pale jijini Dar es Salaam. Labda tunaweza tukaanza na Joyce ikiwa tayari, basi angalau uweze kutusalimia. Kama nilivyotambulisha mada kwamba kwa leo tunaangalia je, kuna aina gani ya siasa nchini Tanzania. Kama nilivyosema kwamba nina mwadhiri kutoka chuo kikuu, wao ni wataalamu wa kuangalia mifumo mbalimbali ya siasa, lakini kama nilivyosema kwamba tuna wanachama wa vyama viwili vikuu vya siasa hapa nchini, kwa maana ya Chama cha Mapinduzi CCM ambacho sasa hivi kinakamata dola, lakini kuna chama ambacho ni kikubwa cha Chadema. Kama nilivyotambulisha mada kwamba je, kuna aina gani ya siasa, ukiangalia mifumo ya kisiasa katika dunia nzima kwamba kuna mifumo karibu 4, kwamba katika mifumo hii tunasema kwamba kuna mfumo wa utawala wa kifalme, kuna mfumo wa utawala kiimla na kuna mfumo wa utawala finyu, na wa mwisho mfumo wa utawala wa umma. Sasa nianze na dokta. Nyinyi wanazuoni wahadhiri katika hivi vyuo vikuu ambao mnaiangalia mifumo, na katika mada yetu, kwa kuweka msingi mzuri wa watu tuanzie, kwa sababu tunaangalia ni aina gani ya mfumo wa siasa nchini Tanzania. Baada ya kutoka kwako wewe kama mwadhiri, baadaye sasa tutakwenda kwa watu ambao wako field ama wako site, kwa maana kwamba hapa tunaye mwalimu Ausi, lakini baadaye tutamtegemea Warioba. Wao wanacheza siasa kule uwanjani, lakini nyinyi
mnachambua siasa kitaaluma. Kwa maana kwamba ni waadhiri, wanazuoni. Tunavyozungumzia haina ya siasa. Katika kuweka msingi, ni vitu gani vya msingi ambavyo tunaweza kuviangalia kabla ya kuwatupia mpira wenzetu ambao wako site? Karibu. Asante sana bwana wako kwa swali lako zuri sana. Kwa kweli sisi tunaangalia siasa kinadharia zaidi. Wao wako uwanjani wanaicheza, lakini sisi tunajiangalia kinadharia zaidi. Na kwa kinadharia siasa ni mchakato tu wa kuona au kuendesha shughuli mbalimbali zinazogusa maslahi ya wananchi, maslahi ya umma, kutengeneza sera, kubadilisha sera, na mchakato mzima wa namna hiyo, mali ni swala linalogusa maisha ya jumla ya wananchi katika nyanja zao za kawaida wanazoishi nazo. Na kimsingi kuna mambo makubwa mawili ya kuangalia katika yote hayo. Kwanza tunaangalia uhuru wa kila mtu peke yake. Uhuru huo uko kiasi gani? Zungumza aina yote ile au mfumo wote ule wa siasa, lakini kwanza rudi kwenye uhuru wa mtu binafsi. Ukoje? Umefinywa namna gani au ameachiwa uhuru mkubwa kiasi gani? Kwa hiyo katika kila mfumo tutatofautiana katika uhuru wa kila mtu binafsi. Na vile unaweza kwenda zaidi hapo ukasema uhuru katika makundi mbalimbali. Kwa mfano kama kundi la vijana, uhuru wao vipi na kadhalika. Kwa hiyo hilo ndilo la kwanza la kuangalia. Lakini la pili la kuangalia utaratibu mzima wa maisha ukoje. Utaratibu huo unaongoza vipi watu katika maisha yao wanavyoishi? Unawaongoza namna gani utaratibu uliopo? Utaratibu huo unatoa nafasi kwa namna gani? Na pengine sheria zinakandamiza watu au zinawapa watu uhuru namna gani? Ni nani yuko juu ya sheria? Nani ambaye sheria inamlinda na inamlinda kwa namna gani? Tatizo kubwa katika hayo ni kuona mambo mawili yanavyotekelezwa, na siasa kimsingi wake imejikita katika kuona utaratibu wa sheria unavyofanya kazi na jinsi unavyolinda mtu na uhuru wa mtu katika nyanja mbalimbali za maisha yake zinavyokuwa. Sasa basi, katika msingi huo tutajikuta tuna mifumo mbalimbali ya siasa. Kwa sababu siasa, tukiangalia serikali kama kikundi cha watu kinachotekeleza siasa, kikundi cha watu ambacho kinajaribu kuonyesha kwamba sisi bwana tuna uwezo wa kutengeneza hiki na hiki katika masuala mazima ya siasa na kiuchumi, na siku hizi na hata utamaduni na kadhalika. Sasa tunajikuta tuna mifumo kama ulivyosema minne, unaweza kuiangalia pengine ukajikuta kimsingi mitatu tu na kadhalika. Lakini mambo mawili makubwa hayo lazima tuiangalie kwa makini sana. Je, uhuru wa kila mtu uko vipi? Na pili, kisheria, sheria zinambana vipi mtu na kadhalika. Asante. Sasa labda nikija kwa ndugu yangu Mwalimu Ausi hapo. Katika hii mifumo ya kisiasa tukiangalia kwa nchi yetu jinsi kimifumo, hatuwezi kukataa kwamba mfumo ambao tunauzungumzia kwa nchi yetu ni ule mfumo wa utawala wa umma, na msingi mkubwa ni demokrasia. Na hii demokrasia unaweza kuigawanya katika maeneo mengi tu. Kwa maana kwamba unaweza kuigawa katika usawa, uwajibikaji, uchaguzi huru na haki, uhuru wa kiuchumi, utawala wa sheria, vyama vingi vya siasa, haki za binadamu pamoja na uadilifu. Kwa msingi huo, tukija sasa kwenye msingi wa swali, je, kuna aina gani ya siasa nchini Tanzania? Asante sana mtangazaji. Na nishukuru mwalimu wangu ametengeneza msingi mzuri sana wa kitaalamu, na mimi nitaenda katika mazingira ambayo Watanzania watanielewa zaidi. Kuna katika hizo aina 4 za siasa, mimi naweza kuziweka katika aina 2 katika lugha rahisi sana. Kuna aina 2 za siasa. Kuna siasa zilizostaarabika na siasa chafu ulimwenguni kote. Sasa katika nchi yetu ya Tanzania tunakosa tafsiri halisi ya siasa yetu imekaa katika upande gani. Ni kutokana siasa zetu zimekuwa zikichukua tabia
vya hizo siasa 4 ambazo hata hizi mbili ambazo nazizungumzia, siasa zilizostaarabika na siasa chafu. Kwa hiyo sasa siasa ya Tanzania huwezi kuiweka katika siasa iliyostaarabika, lakini pia huiwezi kabisa kuidumkiza katika siasa iliyo chafu. Kwa hiyo inakaa katikati hapo. Kwa hiyo tutaita ni nani alignment inakaa katikati hapo, haikai huku haikai huku. Lakini kama ulipotengeneza msingi wa kusema ni tuna demokrasia Tanzania, yani ni mfumo wa demokrasia ambao tumeuchagua, lakini pia anaweza kusema sio mfumo wa demokrasia haswa ulio kamili. Kwa hiyo ninaweza kutafsiri kama ni demokrasia ya kinafiki. Hypocrisy democracy, yani demokrasia ya kinafiki ambao katika umbo la nje unaweza ukaiona demokrasia Tanzania ipo, lakini umbo la ndani katika mifumo ambayo misingi ulioitaja demokrasia haipo. Activities zake sasa how tuna execute ile nani activities za democracy mule ndani, tunakosa kabisa uhalisia wa ule demokrasia. Kwa hiyo tunabakia kuwa na mfumo wa kidemokrasia ya kinafiki isiyokuwa rafiki na activities zake ndani. Lakini kuna watu kwa mfano East Africa wanaweza kuona kwa Tanzania kuna demokrasia ni nini, lakini sisi tunao practice ndani tunaona majeraha makubwa ya kuona demokrasia haipo kabisa. Na ndio maana nimesema ni demokrasia ya kinafiki. Sasa tunawezaje kuiona hii ni demokrasia ya kinafiki? Kwa mfano niseme hii demokrasia ya kinafiki ina outcome zake. Nini kinatokea? Kwa mfano tunatengeneza mifumo ya kibaguzi. Mifumo ya kibaguzi ambayo humu ndani wapinzani tunaona kabisa tunabaguliwa. Kwa mfano msingi mkubwa wa siasa ni majadiliano, lakini sisi wapinzani hatuoni yale majadiliano. Tunaona kuna nguvu kubwa ya kubaguliwa vyama vya upinzani, nguvu kubwa ya kubaguliwa na kuwekwa pembeni na kuangaliwa wakati mwingine kama wahaini. Yani ukifanya siasa ya upinzani Tanzania huo umejiandaa kutekwa, kupigwa risasi, kipindi cha uchaguzi mpigwe mapanga. Yani ni mfumo ambao mpaka unahisi hivi ni mfumo baguzi. Lakini mfumo huu baguzi ambao tunauendekeza Tanzania ni mfumo ambao unatengeneza chuki. Kwa hiyo hii demokrasia hii ya kinafiki inatutengenezea chuki. Yani wapinzani tunaishi katika mazingira ya chuki. Unawagawa kwa sababu wapinzani wana wafuasi, chama tawala kina wafuasi. Kwa hiyo siasa tunataraji iwaunganishe, washindane kwa hoja. Tunakwenda katika mifumo ambayo hatutoshindana kwa hoja. Tunakwenda katika mifumo ambayo wapinzani watawachukia watawala, watawachukia na wafuasi wao kwa zile chuki ambazo zinatengenezwa. Kwa sababu gani? Wapinzani hawapati chumba cha majadiliano kama siasa inavyotafsiriwa, ila wanapata vyumba vya kunyanyaswa na kubaguliwa. Labda mwalimu Ausu nisaidie sehemu moja. Unapozungumzia kupata nafasi ya majadiliano, labda ni eneo gani ambao unadhani kwamba likiachiwa wazi wapinzani wanaweza kupata eneo la majadiliano? Moja nizungumze juu ya ubanaji wa demokrasia. Hii ieleweke. Juzi tuna tukio moja limetokea kubwa sana. Wakati wapinzani wanaandamana wanakwenda katika tume ya uchaguzi. Serikali ingefungua chumba cha majadiliano, na ingefungua chumba cha majadiliano haya yote yasingetokea. Lakini jeshi la polisi liliamua kutumia nguvu moja kwa moja. Labda nikuulize kwamba pana mkurugenzi wa tume ya uchaguzi pale. Kuna wale wenye viti. Ina maana kwamba vyama vya upinzani vilituma wawakilishi wao kukataliwa na mkurugenzi wa tume ya uchaguzi? Ndio kabisa. Mawakala wetu walichelewa. Kulikuwa kuna hujuma kabisa. Ndio maana tatizo linafahamika. Lakini kama timu ilivyo uwanjani, kwamba panakuwa na captain, sio kila mtu anaenda kuongea na referee. Ninaamini kabisa kwamba uongozi wa Chadema upo. Ulikuwa pale Dar es Salaam. Sawa. Kwa maana kuanzia mwenyekiti taifa, anajua Mheshimiwa Freeman Boy alikuwa pale, katibu mkuu pamoja na viongozi wengine pamoja na ngazi ya mkoa. Je, labda walipeleka ujumbe tume ya uchaguzi kukataliwa kupokelewa? Ndio kabisa. Ndio maana nasema sasa mpaka kufikia hatua ya sisi kwenda wazi ni jambo ambalo tumetumia njia ya chini ikashindikana. Na ndio maana nasema hivi, demokrasia ya ndani huku tunakosa majadiliano. Katika msingi gani? Huyu muamuzi wa nani ashinde, wa kumtangaza nani ashinde, ameonekana kutokuwa rafiki na Chadema. Ameonekana kutokuwa rafiki na wapinzani, na ameonekana kuwa ni rafiki wa karibu na kusaidia chama tawala kushinda hata kwa nguvu.
Kwa maana ya mkurugenzi wa Kinondoni. Na ndio maana wimbo mkubwa wa upinzani Tanzania tunaimba tume huru, kwa sababu tunaona tume haipo huru. Ni kutokana na jambo lilotokea juzi, kwa sababu hatuoni urafiki kati ya tume na upinzani. Tunapopeleka madai yetu ya msingi hasikilizwi. Na ndio maana wakati mwingine tunachukua maamuzi, labda Watanzania wajue kinachoendelea chini, inaweza kuwa ni msaada. Lakini pia urafiki hata na jeshi letu la polisi umekuwa ni hafifu sana. Yaani polisi wana wajibu wa kutulinda. Wana wajibu wa kutulinda wote wa Tanzania kwa pamoja bila kujali ubaguzi, huyu ni upinzani, huyu ni chama tawala. Lakini nayo pia upinzani tunaanza kukosa imani na jeshi la polisi. Tunakosa imani, hatuna pa kukimbilia. Tumekuwa na malalamiko mengi juu ya jeshi la polisi. Jinsi gani? Mimi sidhani kama na hata mwalimu atanisaidia. Sidhani kama ilikuwa ni njia sahihi ya jeshi la polisi kutumia nguvu katika kutawanya. Kuna aina nyingi za kutawanya waandamanaji. Lakini kuna aina nyingi. Kwa hiyo nikisama maelezo yako kwamba tunapozungumzia haina ya siasa Tanzania, kwa mujibu wa kwako Ausi, moja kwamba nyinyi upinzani mnakosa chumba cha majadiliano. Sawa kabisa. Point yako ya kwanza. Au sio? Nikugeukie sasa mwadhiri wetu ambao unachambua haya mambo. Mwenzetu pale anasema kwamba miongoni mwa mwelekeo wa siasa, kwamba tuulize, je, Tanzania kuna aina gani ya siasa? Kwamba anasema kwamba mmoja wao kama upande wa vyama vya upinzani hawana nafasi ya majadiliano na watu ambao wamekamata taasisi muhimu. Unasemaje kwa upande wako kutokana na maelezo yake? Nashukuru kwa maelezo yake, na amejaribu kujifafanua na kujieleza, lakini Tanzania bado tunarudi, tupo kwenye utawala wa kidemokrasia waono, kwa sababu misingi yake imeshawekwa wazi na ni kwa muda mrefu tu, na tunakwenda vizuri. Na zaidi ya hapo, wewe ni nchi ya kijamhuri. Kwa hiyo vichanganya vyote viwili hivyo, nadhani tunakwenda vizuri. Sasa basi, katika utekelezaji wa demokrasia yako mambo ambayo yanaweza kujitokeza njiani. Kama maji yanavyotiririka kwenye mfereji, yanaweza kasomba takataka, wakati mwingine yakakuwa kisiki jiwe, yakapata tatizo kwenda vizuri na kadhalika. Na vile vile utekelezaji wa demokrasia nao unakuwa katika sura hiyo. Yawezekana pengine labda inaweza katokea mahali au kafika wakati pakawepo na kisiki katika utekelezaji wa demokrasia, inawezekana. Lakini navyoona, tusichukulie utekelezaji wa demokrasia kwa jambo moja tu lilotokea tukasema basi nchi yetu haipo kwenye demokrasia. Mimi nafikiri tukienda hivyo hatutakuwa tunatendea haki Dokta, tunaenda moja baada ya nyingine. Kama nimesema kwamba hii ni moja, tutaenda zitakuwa nyingi. Kwa hiyo katika sura hiyo mimi nafikiri hapana, bado tupo kwenye nchi ya demokrasia, na hilo lililotokea bado linatafutiwa, kwa sababu demokrasia kama nilivyosema, wote tuko huru, tuko sawa mbele ya sheria. Tunasubiri sheria basi ichukue mkondo wake, ituambie, wale wanaofuatilia sheria watuambie nani alifanya nini hapa na kosa liko kwa nani. Basi hapo ndio tunaweza tukatoa sasa okay, so kwamba kweli tumepingana na sheria. Kwa sababu kama nilisema mambo mawili makubwa sana haya, sheria tuko wote namna gani kwa mbele ya sheria, na jambo la pili uhuru wa watu binafsi mmoja mmoja uko vipi. Basi hebu tuone, demokrasia nayo inatoa nafasi yake. Unaona, demokrasia inatoa nafasi kwa wale wahusika wakubwa katika mambo ya sheria waangalie hicho kitu, na utekelezaji wa demokrasia maana yake ndio hiyo. Akikosea mtu, kuna mahakama inafanya kazi, kuna utaratibu ambao tumeshajiwekea tayari. Hiyo ndio demokrasia yenyewe. Lakini haiwezekani sisi wenyewe tukaanza kuhukumu kila kitu. Tusifanye hivyo, tutakwenda mno haraka haraka. Tusiende haraka haraka, hebu tusubiri kwanza tuone sheria zinasemaje. Sawa, sheria zinasemaje? Na mwalimu hapo ameelezea vizuri sana. Nirudi tena kwa House. Umesikia maelezo. Ulikuwa unazungumzia kwamba ushiriki wa hiyo nyinyi mnaamini. Na katika ile misingi ya demokrasia, msingi wa kwanza unazungumzia usawa. Kwa moja kwa moja ulijikita katika usawa, kwamba hakuna usawa. Tumemaliza hilo la kwanza. Kwa la pili, labda katika sasa nafasi ya Tanzania, kuna aina gani ya siasa katika Tanzania? Aina ya pili kwa upande wenu ni opposition ipi? Aina ya siasa Tanzania.
Aina ya siasa Tanzania niseme. Narudia tena Novatus. Narudia. Ile point ya kwanza tuachane nayo tayari. Labda kama una kitu ambacho cha ziada ambacho huko sawa na mwalimu. Mwalimu kuna kitu ambacho ninashukuru kwanza mwalimu amesema ametengeneza misingi juu ya sheria na uhuru. Ndizo ambazo zinaweza kutuelekeza tupo katika siasa ya namna gani. Lakini pia mwalimu amezungumzia amesema ni sawa sawa katika huu mtiririko maji yanapokwenda sawa yanakikoa kisiki yanaruka kisiki yanakwenda taratibu tunaenda taratibu. Lakini mwambie mwalimu hiki kisiki ni cha aina gani na haya maji yanakwenda kwa kasi gani? Tatizo hilo, haya maji yanakwenda kwa kasi gani? Pengine mnaweza kuona haya maji yana kasi ndogo. Kumbe sisi ambao tuko field tunaona haya maji yana kasi kubwa na yanatujeruhi pakubwa. Mimi ni mpinzani, ninaelezea hisia za kwangu na hisia za wananchi wenzangu huko nje ni jinsi gani. Kwa mfano, kuna matukio yamekuwa yakiendelea ndani ya taifa hili. Na matukio hayo mara nyingi yamekuwa yakitokea kwa wapinzani. Hayo matukio yamekuwa yakiwajeruhi wapinzani na wakuwa wamehisi wanatengwa. Kwa mfano, juzi tu utaona kuna matukio ya kupigwa risasi. Mnadhimu wa bunge ambaye ni mwenyekiti pia wanasheria Tundu Lissu kapigwa risasi. Hatujaona ile faraja ya serikali kuona inadili na hilo jambo katika kiwango ambacho tutaridhika. Lakini kuna viongozi wametekwa. Tuna kijana mwenzetu Ben Sanani ambaye ametekwa na amepotea mpaka leo hatujui yuko wapi. Lakini kuna mazingira hayo. Lakini chaguzi hizi ndogo tunaona jana tu siku kuna diwani wetu kakatwa mapanga. Sawa? Yaani kuna matukio ambayo yanakuja kwa wapinzani ambayo pia yanatutengenezea sisi ni kama threat. Sasa usi labda nakuja sasa. Tuweke kwenye matukio ya uhalifu au katika siasa. Haya matukio yana mlengo kabisa wa kisiasa. Tuna prove vipi? Tuna prove. Na ni kwa nini haya matukio yatokee mara kwa mara kwa wakosoaji? Sawa. Na wakutufariji katika haya ni jeshi la polisi katika kuwabaini hawa watu na watutolee tafsiri halisi. Hii ni siasa ama hii ni jambo la kawaida? Ni nani ambaye atatupa faraja? Kwa sababu tunalelewa sisi na serikali kama vyama vya siasa. Tunataraji serikali itulee katika misingi ambayo tunapopata hisia fulani ituweke sawa. Tuweke nukta hapo kwamba nyinyi kama vyama vya siasa mnahitaji kulelewa na serikali. Nukta yako inaishia hapo. Bahati mbaya kwamba na dakika chache sana kabla kwenda mgeni ambao tulikuwa tunamtarajia kada mtiifu wa Chama cha Mapinduzi Joseph Thomas Warioba ameshaingia studio. Nimpe nafasi ya kusalimia. Karibu sana. Asante, nashukuru sana. Tunaangalia kama tulivyowasiliana kwamba je, kuna aina gani ya siasa nchini Tanzania. Niko na mwadhiri mambo ya siasa ya jamii, lakini pia niko na mwanachama mtiifu wa Chadema. Yeye ameanza kwa kulaumu kwamba mfumo uliopo kwa sasa hivi, mmoja alizungumzia kwamba kuna tatizo la kutopewa usawa au kama opposition ya kujadiliana vyombo vya msingi, lakini pia wanashindwa kulelewa kama vyama vya siasa. Kwa upande wako labda kwanza tu kwamba tunadalika kama mbili hivi. Je, kuna aina gani ya siasa nchini Tanzania? Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji. Tuende haraka kwa sababu ya muda. Lakini siasa za sasa hivi ambazo zilizopo kwa sasa hivi ni siasa ambazo sasa hivi za kufata sheria na siasa za tunu za taifa. Unajua siasa zingine ambazo zilikuwepo hapo awali zilikuwa ni za ambazo hazifati sana sheria na zilikuwa haziwajali wananchi wake. Lakini sasa hivi tunapoendelea na tunavyoenda sasa hivi tunaenda siasa ambazo ndizo siasa ambazo zinatakiwa, kwa sababu inatakiwa Watanzania wapewe uhuru wa kufanya kazi. Baada ya siasa wafanye kazi, uchumi uendelee na ili Tanzania iwe Tanzania kama sasa hivi ambavyo rais wetu anatupeleka, kwa sababu dira ya nchi ni rais. Rais anatupeleka katika viwanda, katika uchumi wa kati, katika uchumi ambao kila Mtanzania ahakikishe kwamba anakuwa na kipato
cha kila siku, sio kama watu walivyozoea zamani. Vilikuwa ni maandamano tu nchi nzima, hamna dira ya nchi. Kwa sasa hivi dira inapoenda sasa ya nchi, na ndio maana unaona kwamba hawa vyama vya upinzani wanalalamika sana, kwa sababu dira ya nchi lazima ionekane. Hatuwezi kuandamana miaka yote, hatuwezi kukaa kulalamika tu. Lazima rais aliyoko madarakani aweze kuonyesha sasa tunaenda wapi. Je, Watanzania wanapata huduma stahiki za kuweza kukidhi haja zao? Kwa hiyo tunaenda katika uchumi mzuri, na ndio maana rais wetu Magufuli anaweka mikakati thabiti kuhakikisha kwamba hata vyama vya upinzani sio kwamba anawabagua. Basi nukta inayoko hapo Ausi Mwalimu pamoja na mwadhiri wetu hapo, point aliyozungumzia kwamba kwa upande wao Chama cha Mapinduzi wanasema haina siasa iliyopo sasa hivi, ni siasa ya kufuata sheria na utaratibu. Kwa kusamale kwa kifupi aliyoyasema. Tukirudi tena tutaanzia hapo. Ausi utaniambia ni kweli, mwadhiri utaniambia vipi wenzetu wa CCM alichozungumzia kwamba je, sasa hivi siasa zinazofuatwa ni kweli niziweza kufuata sheria na taratibu? Sasa hivi nakupeleka Dar es Salaam kwa mwenzangu Joyce Nsima. Nategemea kwa sasa hivi yuko tayari, basi alisalimia, atambulishie wageni afu baadaye endelee na mjadala. Joyce Nsima, habari za asubuhi hapo jijini Dar es Salaam. Habari za asubuhi hapa ni nzuri kabisa. Tunashukuru Mungu, japo sasa hivi Dar es Salaam joto ni balaa, lakini tunashukuru Mungu tuendelea vizuri kabisa. Nimefurahi kuona mjadala kwa wote kutoka hapo Mwanza Tanzania. Bosi wangu unapata Makunga, naona unaenda vizuri kabisa na wageni. Nimefurahi kumuona Mwalimu Ausi. Nimefurahi kumuona Thomas. Karibuni sana. Nimefurahi. Naamini mjadala unapokuwa na watu wa aina hii lazima utakuwa mjadala moto kabisa. Basi kwa muda, asante sana, naomba nipokee hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam nitarajia kuwa pia na Joseph Peter. Huyu ni mwenyekiti wa vijana wa CCM katika chuo cha taifa cha usafirishaji NIT, lakini kwa bahati mbaya naona amepata uzuru kidogo, amesema atachelewa kufika hapa studio. Lakini pia niko naye Rajabu Salim. Huyu ni mwanachama wa chama cha wananchi CUF, lakini pia ni aliyegombea ubunge wa Kinondoni, lakini pia ni mwenyekiti wa wilaya ya Kinondoni kwa chama cha wananchi CUF. Rajabu, karibu katika kipindi. Asante sana. Shukrani. Kwanza hongera kwa kwenda katika kinyang'anyiro cha ubunge. Nashukuru, asante sana. Nashukuru. Na nitumie fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunithibitisha kuweza kushiriki katika kinyang'anyiro hichi kama kijana, kwa sababu ni tukio kubwa katika historia ya maisha yangu. Lakini tukiingia katika mjadala husika, kwamba siasa zetu ni za namna gani, nimewasikia hapa, nimemsikia mwalimu mzee wetu mzee Ausi, nimemsikia na mtangazaji wetu kule Mwanza pia nimemsikia alivyoichokoza mada. Lakini kimsingi ni kwamba siasa zetu za Tanzania hazifungamani na demokrasia. Huu ni ukweli ambao kwa kweli tunahitaji kueleza watu ukweli, na hasa tukijifunza katika chaguzi za marudio kule Siha na hapa Kinondoni. Kwa kweli demokrasia tunaweza kusema imebakwa. Kwa hiyo wewe kwa jibu moja tu, unazungumzia Tanzania tuna siasa za namna gani? Tuna siasa tunaweza kusema za kiutawala, za kifalme, za kimabavu. Yaani nguvu kubwa inatumika kuliko busara, na tuna mifano iliyokuwa wazi, kwa sababu tukizungumzia chaguzi tuna kanuni za uchaguzi. Hichi kitabu nilichokuja nacho ni kanuni za uchaguzi ambazo zimetolewa na tume ya uchaguzi. Humu ndani ndio tunaweza kusema kwamba kuna muongozo wa namna zote za uchaguzi unaofanyika. Lakini ukisoma hapa ndani ukurasa wa 8 utaona kwamba kuna maelekezo ambayo yametolewa pale namna gani vyama vinaweza kuweka mawakala, na ili aweze kuwa wakala anatakiwa awe na nini. Hivyo ni vitu vya msingi. Lakini leo tunaingia kwenye uchaguzi, wakala anakosa nafasi. Wakala anatolewa tu kwa sababu hana barua ya mkurugenzi. Lakini wakala alithibitishwa na chama, alithibitishwa na mgombea husika. Kwa unashiriki kwenye uchaguzi hali ya kuwa
huna mtu ambaye anakusimamia kuhakiki kura zako. Sasa unatoka unatangaza kwamba Tanzania tuna demokrasia katika namna gani? Lakini kama hilo halitoshi, tumeshuhudia kuona kwamba kuna baadhi ya masanduku kwenye uchaguzi yanaibiwa. Na mimi kama mgombea nimefika katika eneo la tukio, nimekutana na maafisa wa jeshi la polisi, nimeongea nao. Na nikajaribu kuwauliza kwamba inakuwaje raia wa kawaida anafika eneo la kituo, anachukua sanduku, anakimbia nalo. Lakini kama hilo halitoshi, polisi mpo na mna silaha, mmechukua hatua gani? Lakini baada ya kupatikana sanduku limerejeshwa, nikawashauri kwamba ikiwezekana kwanza tuangalie daftari lililohusika katika kile kituo kwamba kura ngapi zimepigwa, ili tuangalie na sanduku lina kura ngapi kabla ya uchaguzi kuendelea. Haya hayakufanyika. Limerejeshwa sanduku na kura zinaendelea kupigwa. Huyo aliyechukua alikuwa na madhumuni gani? Hakuna demokrasia. Sasa turudia kwa Rajabu Salim. Naam. Swala la matukio yanayotokea, Ausi amejaribu kugusia kule kwa upande wake. Nimemsikiza pia Thomas kwa ufupi, yeye amejaribu kuongea katika upande wake. Ndio kwa upande wako, unadhani swala zima la yanayotokea katika baadhi ya chaguzi ili unaweza ukapima kwamba demokrasia Tanzania ikoje? Kwa sababu tunajua kwamba yote yanafanywa na NEC, na NEC hana mfungamano na chama chochote. Yule yuko niseme kwamba ni tume huru ile pale. Kwa hiyo unawezaje kutafsiri kwa kilichotokea kinachofanyika na NEC kwa kuona kwamba Tanzania demokrasia ikoje? Labda mahusiano yakoje hapo, mtazamaji aweze kuelewa hapo. Mahusiano baina ya vyama vya siasa na tume sio mazuri. Huo ndio ukweli, kwa sababu tume imekuwa sio huru. Na ili iweze tume kuwa huru lazima wanasiasa washirikishwe kwenye ile tume. Lakini kama tutakuwa hatuna watu wa kushirikiana na tume, ikawa tume ina mfumo wake ambao baadaye tu inawaita na kufanya nao semina, haiwezi kutosheleza, kwa sababu mapungufu kama haya ndio tunakwenda kuyaona kwamba yanakwenda kuharibu mfumo mzima wa dhana ya demokrasia. Ukichukulia mfano, kuna vituo ambavyo nimeorodhesha hapa, namba kituo 70 20 20 40 21 ambalo ni sanduku namba 16 95 65. Mimi kama mgombea nilikwenda kubaini kwamba ni kituo ambacho kimewekwa kimakosa. Yaani sehemu ambayo ilitakiwa sanduku hili lipelekwe halikupelekwa. Wananchi ambapo walikuwa wakijiandaa kufika na kwenda kupiga kura hawakupata fursa hiyo. Lakini eneo ambalo halikupaswa hilo sanduku kuwepo ndipo lilipopelekwa. Lakini mbaya zaidi, kuna wananchi waliotoka eneo jingine wakafika katika eneo ambalo limepelekwa masanduku na wakapiga kura. Tunajiuliza, walijuaje sanduku hili limeletwa huko? Lakini asante sana mtazamaji wa Star TV, unaweza kuona kwa nini Rajabu amejaribu kugusia swala zima la uchaguzi, kwa sababu ni mgombea na tuwezi kuzungumzia siasa Tanzania pasipo kugusia swala zima la chaguzi, kwa sababu hizo zote ndo zinatafsiri siasa hapa nchini. Rajabu, wewe ni mwanachama wa CUF. Naam. Lakini pia wanasema kwamba yani ukimnyoshia mwenzako kidole kimoja kuna vinne vinakugeuzia, vinakurudia wewe. Kwa hiyo vinaonyesha kwamba kile ni kimoja vile vinakurudishia wewe. Tuambie pia siasa zenu na nyinyi mlizonazo muda mwingine huku za humo ndani kwenu mliko CUF, zinaonekana pia nazo siasa ambazo muda mwingine zinalalamikiwa. Lakini mnawezaje kuanza na nyinyi kutoa na kwanza kuonyesha watu wengine labda washika dola na kuambia kwamba haba mwingine hawa siasa zao sio nzuri, angali nyinyi wenyewe mle ndani bado siasa zenu haziko vizuri? Mfano unapozungumzia hivyo unakusudia nini? Nataka kuzungumzia CUF kama chama cha wananchi CUF. Siasa zenu ndani zikoje? Siasa zetu sisi ni haki sawa kwa watu wote. Na haki sawa ndio mfumo ambao sisi tunaueleza hata kwa wananchi. Tunaanza nao katika chama. Na utaona kwamba hata mfumo wa chama chetu hakuna namna nyingine yoyote zaidi ya kushirikiana katika kura za maoni. Iwe nafasi yako unagomba ni serikali ya mtaa, iwe ni diwani, iwe ni mbunge, lazima tushirikiane kwenye kura za maoni. Hapa tunakwenda kutekeleza sera ya haki sawa kwa watu wote. Kwa hivyo utaona kwamba hii ni sera ambayo inatekelezeka ndani ya chama chetu. Lakini vyama vingine leo tumeshuhudia kwamba hata kura za maoni zikufanyika. Wapo wagombea wameshiriki, walioshiriki kura za maoni wengine, waliokuja kugombea ni watu wengine. Sasa unapata tabu kidogo kwamba hii sera inatekelezwa vipi? Yani mtu anawezaje kutaka usawa wakati ndani ya chama chake mfumo wa usawa hakuna? Kwa hivyo ni vitu vya kutafakari tukiwa kama Watanzania. Lakini vile vile kuna vitu ambavyo kwa kweli vinaashiria ishara mbaya. Na mbaya zaidi kwamba watu wamekuwa waoga kusema. Lakini wamekuwa waoga kusema kutokana na mfumo ulioko. Hakuna demokrasia.
Leo waandishi wa habari mtakuwa wazi kwamba ni vyombo vichache. Na nawapongeza sana na sitoache kuwapongeza. Star TV umekuwa kipaumbele kuweza kubalance story, kuwaita wagombea wote, kuwasikiliza. Hichi ni kitu kizuri. Asante sana. Lakini utakuta kwamba kuna baadhi ya vyombo vya habari vimekuwa vikiweka upendeleo. Vipo vyama ambavyo vimeshiriki uchaguzi huu havikutajwa kabisa katika vyombo vya habari. Lakini watu wamethubutu kusema kwamba kinyang'anyiro cha Kinondoni ni kati ya CCM na Chadema. Hakuna ukweli huo, lakini kwa nini waongopea Tanzania? Kwa nini usiseme kuna vyama 12? Kwa nini usiseme vyama vyenye nguvu ni vitatu, CUF, CCM na Chadema? Lakini ilifika mahala siku ya uchaguzi wale baadhi ya vyombo ambavyo vilikuwa havionyeshi usawa katika vyama vilivyoshiriki walikuwa wakinisumbua na wanalazimisha kutaka kunifanyia interview, kitu ambacho hata baadhi ya wadau waliona kwamba hakuna umuhimu wa kufanya hivyo. Mlikuwa wapi siku zote? Kwa haya ni mapungufu. Waandishi wa habari wamekuwa waoga, hawako fair, hawabalance story, wanashindwa kuripoti matukio mazito yanayotokea katika taifa. Lakini vile vile jeshi la polisi limekuwa linatengeneza mazingira ya kuwafanya watu washindwe kutekeleza majukumu yao. Leo tunaona nguvu iliyotumika juu ya yule mtoto ambaye amepigwa risasi. Kwa sababu tu ni mwanafunzi, kila mtu amejaribu kusema, lakini risasi ile ingemfika mwanasiasa, sura ingekuwaje? Lakini tulikuwa tuna sababu ya kutumia risasi ya moto kwa ajili ya kuzuia watu na waandamano. Sasa ni vitu vya msingi tuvijadili kama Watanzania, na haya ni makosa yanajitokeza mara kwa mara. Leo jeshi la polisi lina slogan ya kusema utii wa sheria bila shuruti. Lakini utii wa sheria bila shuruti ni kwa askari tu au kwa raia tu? Ni slogan ambayo ina uwanja mpana sana. Kwa hiyo utaona kwamba utii wa sheria bila shuruti unamhusu mkuu wa mkoa, unamhusu mkuu wa wilaya, unamhusu mwananchi wa kawaida, unamhusu mwandishi wa habari, unamhusu afisa wa jeshi la polisi. Utakuta kila mmoja akisimama kwenye nukta hii, utii wa sheria bila shuruti, tutakwenda vizuri. Lakini kuna hii swala ambalo limejengeka kwamba wapinzani imeonekana kama muda mwingine kuwa ni wakosoaji tu. Ina maana muone hata jitihada zinazofanywa kwenye swala zima la siasa. Unawezaje kusema kwamba Tanzania sio nchi ya demokrasia wakati ukija uchaguzi na vitu mnaenda pale kukaa kuzungumza? Leo wewe uko hapo unazungumza, nchi zingine inakuwa ngumu, uwezo ukapata hata nafasi ya kuja kuzungumza Star TV. Tunaona kula House kutoka Chadema amekaa pale anazungumza, tumemuona pale Thomas CCM anazungumza. Unawezaje kusema demokrasia hamna? Hakuna demokrasia kwa sababu hapa nilipo bado nina mashaka kwamba nikimaliza kipindi chini nakuta defender hapo. Kwa nini nazungumzia ukweli juu ya vitu ambavyo vimetokea katika uchaguzi? Asante sana Rajab. Naomba hili swali nilipeleke pia Mwanza kwa wageni wetu pale studio. Makunga, naomba hili swali ambalo nililouliza hapa, nimemuuliza Salum Salangu la mwisho. Wanawezaje kusema kwamba demokrasia kama vile imeminywa? Naomba hili swali peleke pia kwa Ausi. Wakati ikiwa hali kwamba wanapewa nafasi pia kuzungumza demokrasia. Ausi asingekuwa hapo leo anazungumza na mamia ya Watanzania na maelfu wanamtazama kupitia Star TV kama demokrasia inaminywa. Anawezaje kusema hivyo? Lakini ukitoka kwa Ausi, naomba pia muulize hilo swali Thomas pia atuambie kwa upande wake. Kwa nini kumekuwa na hiyo kauli? Kwa sababu gani? Kwa mtazamo wake pia. Kutoka CUF kwa kuweza kuingia katika kinyang'anyiro, lakini bahati mbaya kwamba kura zikutosha, lakini tumempata vizuri bila kupoteza muda. Au umesikia ile swali? Nimelisikia vizuri. Tiririka. Sasa nianze labda kwa dadangu Sima pale. Nimwambie hilo swali liambatane, aniulize Ausi, una kesi ngapi ambazo zinasadikiwa za uchochezi? Yaani angeniuliza na hilo swali. Ndio maana nimekwambia tiririka. Sikukuwekea kibazo. Nataka nizungumze jambo moja. Mifumo ya demokrasia ambayo anaizungumza, hata nyinyi Star TV hampo salama kwenye hii mijadala. Sema tu hamtaki kuwa wazi. Huwa hampo salama. Huwa kuna vishinikizo, huwa vipo sana. Na ndio maana ni TV, ndio maana nasema hivi, mna roho ngumu nyinyi Star TV. Channel zingine zishakimbia katika hii mijadala. Lakini pia huu demokrasia huu tunaofanya sisi, huu kuzungumzaji huu ni vichwa ngumu tu. Jaribu kuangalia, tembelea wapinzani, hao viongozi wa upinzani wana kesi ngapi? Nyingi sana. Yaani ukiangalia kiongozi hata tu mwenyekiti wa kata wa Chadema unakuta ana kesi za uchochezi kama 4 ambazo yule. Lakini licha ya uchochezi kuna vitisho ambavyo tunavipata. Tunavipata hivyo vitisho. Kwa hiyo atakuwa amenielewa hivyo. Achunguze tu wanasiasa. Hata amuulize Rajab pale. Rajab ana kesi za uchochezi ngapi?
na walishamfuata kwenye defender kwake mara ngapi, na ndio maana akasema nikitoka tu hapa nitafuatwa na defender. Anajua kuna nguvu gani inatumika. Lakini pia niseme juu ya kakangu Warioba amezungumzia juu ya maandamano na maandamano. Hiyo ngoja tuache kwa sababu Joyce alitupigia swali alafu baadaye tutamrudishia. Kwa upande wa Warioba mmesikia kwamba nyinyi ni chama dola, lakini Ausi hapo pamoja na Raja kule Dar es Salaam wanashumu mnatumia sana nguvu. Rejea ile swali ambalo uliuliza alafu turudishe Dar es Salaam. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli nguvu wanavyosema sio kweli kwamba nguvu inatumika sana. Demokrasia ipo. Unajua mimi nashindwa kuelewa kwa sababu nataka demokrasia aina gani? Tumeingia sawa kwenye chaguzi mbalimbali hapa. Mtu alikuwa na haki ya kujieleza na ana haki ya kusema lolote analo jukwani. Na wengine wako na mtukana mpaka mheshimiwa rais, lakini hujasikia kwamba kuna mtu amekamatwa, ndugu mtangazaji, kwa sababu amemtukana rais. Kuna uhuru upo, vyombo vya habari. TV ngapi zilizofungwa mpaka sasa hivi hapa Tanzania? Magazeti mangapi yamefungwa? Ila wanachokifuata kwamba utangulizi nilisema hii nchi lazima kuna taratibu na sheria ambazo tumejiwekea sisi wenyewe. Wabunge hawa wameshatunga sheria kule bungeni, inabidi zifuatwe. Sasa ni nchi gani ambayo itaendeshwa bila kufuata sheria? Sio nchi. Unaona, sasa hivi tunavyosema kwamba hamna uhuru, demokrasia ipo kubwa sana Tanzania sasa hivi. Mimi nimshukuru Mheshimiwa Pombe Magufuli, rais wetu mpendwa, anajitahidi sana kuhakikisha demokrasia ipo. Kama demokrasia haipo, kwa nini vyama vya upinzani wanateuliwa kuingia kwenye serikali ambayo ni ya CCM? Na unakuta sio hata CCM. Kwa mfano sasa hivi tunavyoendelea sasa hivi, hata Dr. Slaa yuko pale, alikuwa Chadema. Sasa hivi ni balozi, ameteuliwa na rais. Wapo wengi. Wapo akina yule mkoa wa Kilimanjaro. Ngwisha. Yupo katibu mkuu yule Profesa Kitila Mkumbo. Sasa utasemaje hamna demokrasia? Kitu kinachofuata ni kwamba ni kulalamika tu. Watu wamekuwa kulalamika. Watu wana uhuru wa kuongea. Na mtarejea kwamba wanalalamika kuhusu kwa mfano chaguzi zilizopita. Sasa hivi kinachoendelea ni kwamba wananchi wameshagundua ni chama gani ambacho kitawafikisha kule wanakoenda. Wanajua CCM ndio chama pekee ambacho kitawakomboa wa Tanzania. Ukiangalia sasa katika mfumo mzima wa kusema kwamba watu wanapigwa, wanauawa, hapana, ni hali ya kawaida. Hebu tuulizane pale Kibiti, wana CCM wangapi waliokufa? Wana CCM wamekufa zaidi ya 35. Askari wangapi waliopigwa risasi pale katika kutetea taifa hili? Askari wameuawa, tunashuhudia sisi wenyewe. Lakini wanapouawa askari, wanapouawa wana CCM zaidi ya 35 Kibiti, na walikuwa wanachambuliwa. Sasa hilo wana CCM ujue ni wastaarabu na wanaangalia hali inaendaje. Walikuwa wanachambua. Hamna mtu wa Chadema aliyokufa kule Kibiti. Ni CCM wanachambuliwa, viongozi wanauawa. Sasa wanapouawa sisi Chadema wanalalamika. Unashangaa. Sasa polisi wameuawa, Chadema wanalalamika, wanaonewa. Wana CCM wameuawa wengi sana Kibiti, Chadema wanalalamika, wanaonewa. Mimi mwenyewe ngoja nikwambie mheshimiwa mtangazaji kitu kimoja. Mimi ni mhanga kwenye chaguzi zilizoisha za kata 43. Mimi nilikatwa mapanga na watu wa Chadema. Nilijistukia niko ICU lakini nitibiwa nimepona. Lakini sasa tunakatwa mapanga hapa CCM, lakini Chadema wanalalamika. Sasa unashangaa hii demokrasia ikoje? Wao wanaumizwa, Chadema wanalalamika. Tumekupata vizuri Warioba. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kwamba demokrasia ipo na inaendelea vizuri sana. Tumepata vizuri. Daktari Safari, nimekuwa kama refari. Umesikia vijana wawili hapo. Wanasiasa ambao wako field kule site. Kila mtu na hoja yake. Hebu tumia dakika 2 alafu nirudishe kule Dar es Salaam. Asante sana. Mimi nasikiza hoja zao kwa makini kwa kweli, na kila mmoja ana msingi na usahihi wa utetezi wake. Lakini naomba kwanza tuanze kitu kimoja na tukubaliane kwanza kwenye kitu kimoja. Kwamba Tanzania tunayo misingi ya demokrasia. Naomba nitumie neno misingi kwanza ili tuanzie hapo. Tunayo misingi ya demokrasia, tumeshaiweka vizuri. Na ndio sababu kwa mfano yule bwana kule Dar es Salaam wa CUF ametoa kitabu kale. Kanaonyesha taratibu ziko hivi na hivi na hivi na hivi. Na hizo taratibu sio siri. Nadhani zinaeleweka. Lakini analalamika kwamba zifuatwe. Sasa basi, utaratibu mwingine unaofuata ni utekelezaji. Tusichanganye mambo mawili. Utekelezaji
Ni swali sasa linalofuata na kanuni za utekelezaji. Ni swali linalofuata sasa, tunaanza kuhakiki utekelezaji umekwenda vipi. Kwa mfano, mnazungumzia juu ya watu kuuawa Kibiti, yametokea, ni ya ukweli. Lakini kidemokrasia tuna vyombo vya kufuatilia hicho kitu. Je, vinasemaje? Tumezungumzia uchaguzi wa Dar es Salaam, watu wameuawa, watu wame maandamano na kadhalika. Sawa, huo ni katika ule uhuru wa kidemokrasia, utekelezaji wa uhuru wa demokrasia. Sahihi kabisa. Sasa tunaanza kuuliza, kumetokea nini? Je, kuna kanuni iliyovunjwa? Na ni nani anawajibika kufuatilia kwamba kuna kanuni iliyovunjwa au vipi? Utaratibu tumejiwekea vipi? Ili tuanzie hapo. Unaona? Lakini tusianze kwanza kusema kwamba demokrasia hakuna. Mimi nafikiri hapana. Tukubaliane kwanza msingi ya demokrasia ipo. Mimi nafikiri sijui mnasemaje, lakini nadhani ukweli wa mambo ni kwamba misingi ya demokrasia ipo. Kwa nini? Kwa sababu kuna katiba. Tunaweza kusema katiba ni mbovu au katiba ni mbaya, sawa. Lakini kwa kuanzia kwanza katiba ipo. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye nini? Turekebishe. Unaona? Tunaweza tukasema tuna uchaguzi upo. Kanuni za uchaguzi zipo. Sasa utekelezaji wake, nani kafanya nini, nani kakosea wapi? Hapo sasa ndio na taratibu tulizojiwekea. Akikosea mtu tunafanyaje? Kwa hiyo kwa haya yaliyotokea Dar es Salaam, mimi nafikiri tuanze kutafuta sasa, tuwaulize vile vyombo tulivyoviweka vya kusimamia utekelezaji wa demokrasia. Je, wamefanya nini mpaka sasa hivi? Bado naendelea. Sasa kama tukishaona kuna upendeleo katika ufuatiliaji huo, sasa hapo tuna nafasi ya kuzungumza. Bwana, kwa sababu tuliweka sheria hizi hapa. Kwa mfano, mtu akiandamana usimpige risasi, bali amefanya kosa mkamati. Je, bwana, kwa nini mpige risasi? Mshanielewa? Lakini kwa hiyo inakuwa rahisi zaidi. Lakini tukianza moja kwa moja kwamba demokrasia hakuna, hapo tutaanza mabishano. Itakuwa ni mabishano sasa. Na hata watazamaji wetu kule wanaona tusikiliza na nini, wataanza mabishano. Hivi kweli hakuna demokrasia? Hapana. Tanzania demokrasia ipo. Misingi yote demokrasia imefuatwa. Na kama unavyoona hatuwezi kufuata demokrasia kama ilivyokuwa ule mwaka wa 504 kabla ya Yesu walipoanza. Sasa hivi kuna mabadiliko yanayokwenda na hali halisi na teknolojia jinsi ilivyo. Kwa hiyo tunabadilika kidogo. Lakini kimsingi kabisa misingi ya demokrasia Tanzania ipo na imewekwa wazi kabisa. Na tukubaliana kabisa kwamba hiki kinakwenda hivi, kinakwenda hivi. Kwa sababu tuna bunge, tuna baraza la mawaziri, tuna rais, tuna wakuu wa mikoa, tuna kila kitu. Yaani tuna polisi, tuna mahakama, yani vyote hivi vimewekwa kwa sababu misingi hiyo ya demokrasia tuliyokuwa nayo. Sasa baada ya hapo sasa tuanze utekelezaji wake ukoje? Ndio hapo sasa tunaweza kuangalia swala moja baada ya jingine. Kwa mfano uchaguzi huu, utekelezaji wa demokrasia umefuatwa? Hapo sasa tunaweza kuona tuna hakiki namna gani. Dr. Safari, nafikiri umekupata vizuri. Unaendelea kuitazama Star TV. Tuongea asubuhi, mjadala mkuu. Je, kuna aina gani ya siasa nchini Tanzania? Uko nami mimi Novatus Makunga ambaye nakuendeshea mjadala. Lakini ndugu yangu mtazamaji pia kwa namna moja ama nyingine ningependa kukushirikisha. Basi kama una simu yako unaweza kutuma ujumbe mfupi, usipige, ujumbe mfupi kupitia namba 0620 682268. Narudia 0620 682268, na baadaye simu itakuwa inapita hapo katika runinga yako. Umemsikia daktari wetu hapa mhadhiri anazungumzia kwamba misingi ya demokrasia ipo, lakini tatizo ni utekelezaji. Lakini mwenzako upande wa Chama cha Mapinduzi wakati utangulizi wake alizungumzia kwamba siasa zinazofuata sasa hivi za sheria zaidi. Yaani katika utekelezaji wa siasa sasa hivi tumetoka kule katika zama za nyuma kidogo, sasa hivi tumekuja katika siasa ambazo zinafuata sheria. Na ndizo ambazo zinawaathiri nyinyi, na ndio maana kila siku mnapiga kelele. Katika haya mawili una nini cha kusema? Kwanza nimshukuru mwalimu wangu, unajua amenifundisha sauti. Nishukuru mwalimu wangu kwa kuweka msingi sahihi na mzuri sana. Nishukuru. Anaweka sahihi. Lakini amekuja mkuu amesema jua serikali sasa inatumia sheria katika kuweka sawa. Je, tuangalie wanatumia sheria? Sawa? Na waziri amesema kama utekelezaji, tunaangalia kwenye utekelezaji, je, sheria zinafuatwa? Na kama sheria hazifuatwa, kuna mamlaka gani inachukua? Sawa? Yaani kuna mamlaka gani inawajibika pale? Sasa tuanze. Tupime sasa. Tupime.
ibara ya 63 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao ni moja kati ya nguzo na muhimili wa Tanzania, ambao tulikubaliana kwa pamoja, sawa, tukasema matumizi yote yataidhinishwa bungeni. Yote yataidhinishwa bungeni. Nataka uniambie ni nani ambaye atamwajibisha huyu mtu? Yote yataidhinishwa bungeni. Lakini yale matumizi ya kutengeneza uwanja wa ndege Chato yalipitishwa na bunge gani? Sheria ilivunjwa. Ule mchepuko wa standard gauge ambao unapitia pale Shinyanga kwenda Rwanda ulijadiliwa na bunge gani? Na matumizi yake yalipitishwa na nani? Sheria ilivunjwa. Ni nani ambaye anawajibika katika hilo, katika kuvunja sheria? Kwa wanasema hapa wanafuata sheria. Turudi tena. Maandamano ni hitaji la sheria. Ni hitaji, ni haki ya wapinzani kuandamana. Sawa? Sio dhambi kuandamana, na ingekuwa ni dhambi ama kosa tungeitoa katika katiba kwa sababu tulikubaliana mwanzo. Mpinzani ama mtu akitaka kueleza hisia zake, moja kati ya sehemu ya kuelezea hisia ni maandamano. Leo Warioba anawaaminisha Watanzania kuandamana ni kosa. Lakini pia dola, watu wanapoandamana wanachukua hatua gani? Mwadhiri atanisaidia. Nchi za wenzetu zimeendelea na jeshi la polisi libadilike. Sio kila wakati kutumia nguvu. Wanatakiwa watumie akili. Kuna mbinu nzuri za kuzuia hata waandamanaji wanapokosea sheria. Hawa ni Watanzania, watafute mbinu nzuri. Siku hizi kuna risasi zile za plastic ambazo haziwadhuru watu ila zinawasizisha watu. Kuna magari yao. Tunalipa kodi, kwa nini wasibuni hizo mbinu? Kwa nini watumie nguvu kama wanapambana na majambazi? Hilo ni hitaji la sheria, wanapaswa waliheshimu. Lakini Makunga, mpinzani kuelezea hisia zake ni haki yake ya msingi. Unataka alizielezee wapi? Hivi mimi Kudeka naonewa, unataka niende nikaonyeshe hisia zangu wapi? Na hili swala zima la kuwabana watu wasielezee hisia zake ndilo ambalo linaleta machafuko katika nchi za Afrika. Kwa hiyo kukataza mikutano ya hadhara, watu wasielezee hisia zao, hilo ni bomu litakuja kulipuka. Kwa hiyo wanapaswa kuheshimu. Sisi hatubezi jitihada za Magufuli katika kuleta maendeleo, lakini atambue pia mchango wa vyama vya upinzani katika kumsaidia kuleta maendeleo ya taifa. Ajue ili serikali iwe sahihi anahitaji watu wa kumshauri, kumkosoa na kupendekeza. Ni upinzani. Sasa unaposizisha wapinzani kwa nguvu na kwa ubagua, kwa chuki, unaotengenezea nini wapinzani? Lakini Makunga, niseme jambo jingine ambalo hili taliweka sawa, tuone. Katika hii mimili ambayo nasema hivi, niseme hivi, wapinzani wamekosa imani na tume ya uchaguzi. Sawa? Wamekosa imani sasa hivi, wamekosa imani na serikali kwa ujumla, ikiwemo jeshi la polisi, ikiwemo nini. Wamekosa imani navyo kabisa. Hawa watu bila majadiliano, kwa hiyo imani mmebaki nayo na bunge tu, au sio? Na bunge nalo tumekosa imani kwa sababu sio ndio maana nimesema ibara 63 imevunjwa. Sawa? Imevunjwa, mamlaka yanachukua. Sasa sisi wapinzani tuwe na imani na nani? Mnatufundisha nini wapinzani? Tuwe na imani na nani? Tuchukue maamuzi gani? Basi hausi tukomea hapo. Warioba, dakika 2 tu ili twende Dar es Salaam tuletee sehemu ya pili ya magazeti. Kuhusiana na alichoongea au kwamba mnawaamini sana. Lakini pia mnazifunika sheria. Pamoja kwamba unatetea kwamba sasa hivi ni siasa. Sheria hazifuniki, ndugu mtangazaji. Twende kwa takwimu. Upinzani inapofika kwa mfano kupitisha budget, huwa wanaziba midomo plasta na kukimbia bungeni. Sasa mimi kwa historia ambayo jinsi ninavyoangaliaga bunge jinsi linavyoendeshwa, hamna hata siku moja hao wapinzani washao kupitisha budget ambayo mle bungeni. Yaani mle wamo tu. Kwa hiyo vitu vyote anavyolalamikia vilishapitishwa bungeni. Yaani hivi, kuna mambo mengi yanapitishwa, wao wamefika plasta na kutoka nje, na mengine hawapitishagi. Sasa mimi nashangaa, mimi hata Watanzania watanisaidia wanaotuangalia kwamba hawa watu hawajawahi kupitisha bajeti yoyote ile wapinzani mle ndani. Sasa je, maji yanatoka wapi? Maji yanatoka wapi ambayo watatumia Watanzania? Na maendeleo, hospitali, mabarabara, miundombinu hawajawahi kupitisha.
Sasa ndio ujue kwamba Chama cha Mapinduzi kwa kweli kinawajali wa Tanzania. Kinapitisha budget kufuatana na hali jinsi ilivyo, na inapitisha kwa ajili zitumike. Na ndio maana sasa hivi rais amekuwa mkali. Ilikuwa kuna pesa zilikuwa zinapitishwa sana, wanatumia hovyo hovyo. Serikali kwa kutumia Magufuli ambaye ni rais wetu mpendwa, anasimamia kwa haki, na anasimamia jinsi taratibu zote za kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata stahiki yao. Kuna ilani ya uchaguzi. CCM sio kwamba ni watu ambao wanakurupuka kama vyama vingine. Wao kuna ilani ya uchaguzi ambayo ndio hii hapa. Hebu tuulizane. Sasa hivi naweza kutoa hata bonus sasa hivi hapa. Katika uchaguzi zote mlizoziona wa Tanzania, mimi naongea na Watanzania, ni chama gani ambacho kimeonyesha ilani ya kuonyesha kwamba dira yetu ni hii? Chadema hamna. Hata yani naomba kama kule Siha, Kinondoni, wale ni wabunge, madiwani, sijawahi kuona upinzani wanasema dira yetu ni hii. Na ndio maana ili uwe na dira lazima uwe na ilani ya uchaguzi, kwamba wewe Watanzania unawapeleka wapi. Na Magufuli anachokifuata, yeye anafuata hii hapa, anafuata ilani ya uchaguzi. Na ukiangalia kila kitu kimeainishwa humu ndani. Kila kitu mheshimiwa ndugu mtangazaji kimeainishwa humu ndani. Ukienda kwenye mambo ya kilimo, ukienda kila eneo ambalo linaongelewa liko humu ndani. Kidogo hapo, hebu weka nukta hapo. Utakuja sasa baadaye tukirudi kwenye uchambuzi wa magazeti sehemu ya pili kuelezea hayo mambo, alafu tutapata comment kutoka kwa Ausi kwamba kweli je, katika vyama vyenu hamna ilani ya uchaguzi. Sasa kama tujahama dakika moja, ina maana kwamba kama walionyesha tuko hapa, mimi nitatoa bonus leo kwa huyu wa Chadema milioni 1, hata Watanzania watachangia tumpe huyu wa Chadema milioni 1 kama wameonyesha ilani yao ya uchaguzi. Tukirejea tutakuwa na mjadala mpana, tutazungumzia kama kweli wana ilani au ilani yao inakwenda kwa mfumo gani. Dar es Salaam Joyce na kurudishia hiki kijiti ili uweze kutupa sehemu ya pili ya uchambuzi au mapitio ya magazeti. Nategemea kwamba hapo atakuwa dadangu Grace Mfuko. Dar es Salaam. Sana Novatus Makunga, lakini magazeti mpaka atakapofika pale saa 2:30 kwa muda naomba tunipokee kijiti na kuendelea na mjadala hapa. Na nitakurudishia hapo tena Mwanza Tanzania ili uweze kuendelea zaidi. Rajabu. Naam. Umesikiliza Mwanza. Naam. Umesikiliza hoja pale. Naomba nisikuze swali lolote kwanza, tuje katika hoja ulizopita nazo. Naam. Moja ya hoja kubwa ambayo nimeipokea kutoka kwa Thomas, anasema kwamba wapinzani hamna dira. Ndio maana mmekuwa tukulalamika sana. Dira nyinyi wenyewe kwanza mmepoteza mwelekeo. Ndio maana mmekuwa mnalalamika kila kitu kinachofanywa. Maana tunaminywa, demokrasia hamna. Labda tutembea katika hayo ambayo amezungumza kwa. Kwanza ni kushukuru, lakini pia ndugu yangu bwana Thomas, kaka yangu, nadhani hayuko mwazi kwa sababu tunazungumzia mapungufu yaliyojitokeza na kwa anwani ya je, kuna aina gani ya siasa Tanzania. Ametolea mifano ya Kibiti. Kibiti ni matukio ambayo yametokea lakini hayahusiani na mambo ya kisiasa. Na serikali imewafuatilia kwa karibu na imeadhibiti. Lakini pia tunapozungumzia masala ya siasa Tanzania, sitarajii kama tutachukua ilani za vyama vyetu tulete hapa. Utakuwa sio kweli. Tunataka kuwadanganya wa Tanzania. Hapa tunapozungumzia siasa, maana yake tunahitaji hichi kijitabu maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Hii inatoka Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Humu ndio tutapata muongozo kama mzee wetu alivyosema kwamba misingi tunayo lakini haitekelezeki. Na hichi ni kitu ambacho kwa kweli tunahitaji watu wakifahamu. Leo inafika mahala ndugu yangu kaka Thomas anasema rais ndio maana anakuwa mkali. Hoja sio kuwa mkali na hapaswi kuwa mkali kwa kila jambo. Kwa sababu kuna vitu ambavyo naamini kama rais atakuwa ameshauriwa au amefahamu katika uhalisia wake, hawezi kuwa mkali. Lakini pia kama atakuwa amevifahamu kwa wakati, nadhani hatofungamana wala hatofumbia macho, atakuwa mkali. Leo tunatangaza kwamba tunashiriki uchaguzi, tuna demokrasia. Kuna masanduku yameibiwa na jeshi la polisi liko katika hicho kituo na silaha wanazo. Anathubutu vipi raia wa kawaida achukue sanduku anakimbia nalo? Alafu baadaye linarejeshwa, linawekwa pale, uchaguzi unaendelea. Rais haya akiyafahamu, lazima hapa kuna hatua atakayechukua. Ukweli huu unafichwa kwa maslahi ya nani?
na leo tunatakiwa tuyazungumze, watu wayajue, badala ya kuyazungumza tunayaficha ficha. Sasa tunajenga taifa la namna gani? Hili ni tatizo. Tunazungumzia suala la kuwa labda hatumuungi mkono rais. Sio kweli. Tunamuunga mkono rais kwa baadhi ya mambo, na baadhi ya matukio yanayofanyika kiserikali tunaunga mkono, lakini baadhi ya matukio yanatia aibu taifa letu. Leo mimi nimeshiriki katika uchaguzi ule uliopita. Mheshimiwa OCD mkuu wa kituo cha Oysterbay, kwa kweli ni mtu anayestahili kupewa pongezi. Alikuwa makini katika kazi zake, hakutaka kuchezewa, na pale alipoona kuna mivutano ya hapa na pale alikuwa akiwaita viongozi wote wa vyama vyote. Tatizo nini? Mimi sihusiki na mambo ya vyama, lakini nyinyi ndio wahusika. Hebu jadilianeni na wapeni dakika 5 nipate ufumbuzi. Kweli mnajadiliana, mnapata ufumbuzi, mnamuita mkubwa na tumekubaliana hivi. Tulikwenda katika sura nzuri, lakini unakwenda mahala afisa wa jeshi la polisi anavaa jezi ya chama ambacho kinatawala. Yeye hataki kusikia chochote, hatumii busara, hatumii sheria, anatumia nguvu tu. Hatuwezi kuwa na taifa la kutumia nguvu kwa kiasi hichi. Leo tunazungumzia tukio ambalo leo serikali imesema itasimamia mazishi ya yule binti na kila kitu itatoa. Ni jambo zuri, linapaswa kuungwa mkono, linapaswa kupongeza serikali. Lakini je, tukio lenyewe la jeshi la polisi kulenga silaha katika mwili wa huyo mtoto ni tukio linawekwa vipi? Sheria inasemaje? Hivi tunazungumza tukirudia ili watu iwaingie akilini. Ni kweli ilikuwa inatakiwa kutumika risasi ya moto? Lakini mnaje sifikia muda tukalacha jeshi la polisi lituje na ripoti ya tunasubiri sasa ripoti kwamba waje, kwa sababu lilishafika katika nani vyombo vya usalama vya dola. Kwa hiyo tusubiri majibu yatoke. Kwa hiyo tunasubiri hapo ili tuone sheria inafuataje mkondo wake. Lakini kimsingi matukio kama haya yasipoelezwa hatuwezi kufikia mahala pazuri. Leo taifa letu tunasema kwamba tuna uhuru, kaka Thomas anasema sijui hatuwezi kuacha uhuru huo ukaendelea, sijui maandamano. Sio vitu vya msingi, kwa sababu sisi tunaangalia katika vitu vya msingi. Leo tulikuwa tunaipongeza serikali kwa ukusanyaji wa mapato. Imejaribu kukusanya na kudhibiti rasilimali za taifa. Lakini sasa tunaona rasilimali zenyewe zinatumika vibaya, zinatumika kwenye kurejea uchaguzi. Leo kila siku, kila wiki unasikia huyu katoka huku kaingia huku, unarudia uchaguzi. Kwa nini serikali isitulie ikasema kama hichi kiti kimekaa wazi tutaendeleza serikali? Lakini hiyo sio demokrasia. Kwa demokrasia haikuruhusu kutoka chama kimoja kwa chama kingine. Kama umependezeshwa na chama kingine, umeona kwamba sasa nilichokuwa labda mtazamo wangu mimi ni wa chama cha blue, nikaamua kwa chama cha blue. Sawa. Lakini dhana inayokuja sasa, hawa watu wananunuliwa, kwa sababu wanapotoka katika chama kimoja kwenda kujiunga na chama kingine sio tatizo. Lakini yule ambaye katoka huku akienda huku, huyo anapitishwa aje kugombea nafasi ya kushiriki katika kile chama. Lakini mamlaka husika si iko TAKUKURU. Kama unauthibitisha kwamba huyu mtu huendekana kuna nani za rushwa, kwa nini msifikishe katika mamlaka husika? Ukiacha vijiashiria vya rushwa, lakini ule mtazamo tu, wewe unaweza kuona mifano iliyokuwa hai kwamba mfano huyu mgombea wa CCM ametoka kafu amekwenda CCM. Si neno, lakini ilipofika CCM kwanza kufanywa kura za maoni. Na si utaratibu wa CCM, hiki ni chama kikubwa. Na yule bwana ameshika msafu wake pale wa chama chake na ilani yake. Haielezi hicho kitu kwamba mtu atatoka tu from nowhere ameingia CCM huyo anapewa nafasi ya uongozi bila kufanywa kura za maoni. Hii imetoka wapi? Tunajenga taifa la namna gani? Tuje katika swala ambalo umesema nyinyi vyama vya upinzani sio kama mnapinga kile kinachofanywa na rais. Mnavivyo ambao mnavipongeza kufanya na rais. Rais amesema huu muda sio wa siasa. Ifikie muda sasa kila mtu akafanye kazi. Kwa nini unaonekana kama nimekuwa kasi sana kwenu hili? Sasa kama anasema kwamba tuna umuhimu wa kuwa na siasa, basi mimi nadhani ile angetakiwa pitishe tu sheria kufuta vyama vya siasa. Na hii ndio dhana inayojengeka katika akili za watu wenye kutafakari, kwa sababu hatuwezi kusema tuna vyama vingi na hakuna uhuru wa hivyo vyama vingi. Ni bora tungekuwa na chama kimoja. Leo uchaguzi wa marudio unaonekana wazi tu kwamba Chama cha Mapinduzi wamependelewa kwa namna yoyote ile. Lazima arejee huyo mgombea. Lakini hao vyama vya upinzani ambao vyama vya upinzani sio uadui. Mimi binafsi kama mgombea sina uadui na kiongozi yoyote. Amepita wa CCM, atabaki kuwa ni ndugu yangu, ni Mtanzania mwenzangu, nitashirikiana naye na akinifuata kwa ushauri nitampa. Ndio Tanzania tunayohitaji. Sio Tanzania ambayo baada ya kushiriki uchaguzi, baada ya pale ni vita, uadui, hatusemeshani. Mimi napita leo katika mitaa yote ambayo tumefanya uchaguzi, watu wananipungia, wananisalimia, wanacheka, wanatabasamu, wanatumaini na mimi. Ndio tunahitaji tufike hapo.
lakini tusifike mahala baada ya uchaguzi watu wakikuona wanakutema mate, wanajuta, wanasikitika, wanalia, unakuwa kiongozi kwa kumwaga damu. Sio kitu kizuri. Haya tunazungumza kisiasa, lakini pia baada ya kumaliza siasa yapo maisha baada ya siasa. Yapo maisha baada ya uchaguzi. Sawa, umejaribu kupitia sana katika swala zima la uchaguzi. Tuje katika swala la msingi. Thomas ameligusia pale kwamba upinzani hamna dira. Yeye ametuoneshea pale ilani ya chama cha hayo anayasema yeye. Dira nyinyi hamna dira. Ndio maana amekuwa tu kulalamika. Tuambie kweli hamna dira. Anayasema kwa utashi wake kwa sababu yeye amekuja na ilani ya uchaguzi ya chama chake. Na sisi tungekuwa tunakuja kujadili vyama vyetu. Ilani ya CCM sio uchaguzi. Ya CCM na sisi ingekuwa tunakuja kujadili vyama vyetu, bila shaka tungekuja na ilani za vyama. Hapa tumekuja kujadili hali ya siasa, ambayo hali ya siasa imetokana na chaguzi. Lazima tuje na kitu ambacho ndio muongozo katika chaguzi. Kwa hiyo leo mimi nitamshangaa kaka Thomas anaacha kuja na msahafu huu wa tume ya uchaguzi, amekuja na msahafu wa ilani ya chama chake. Na ilani inaelekezwa pale tu mgombea atakapokuwa ameshinda, ndio itasimamiwa ilani kwamba mimi mmenichagua nitakwenda kutekeleza ilani ya chama changu hichi. Yeye chama chake ndio kimeshika dola. Lakini unawezaje kutuzungumzia? Yeye ni mwana CCM ameamua kuja na msahafu wake. Na wewe umeona kwamba umekuja na hii ya tume. Kwani tatizo liko wapi? Tunazungumzia siasa hapo. Hawezi kuacha kuzungumzia siasa bila vyama vya siasa. Kaja na msahafu wa chama chake kwamba nimekuja na mimi na changu, mimi ni mwana CCM na CCM yetu sisi ni hiki hapa. Kuna tatizo gani? Yeye anasema kwamba vyama vingine havina dira. Sio kweli, anaongopea Tanzania. Hakuna chama ambacho hakina dira. Vyama vyote vimetengeneza ilani na zinatekelezeka kwa mujibu wa vikao husika walivyokaa. Na ndio maana vyama hivi vimekuwa na nguvu. Sisi tumeshika sehemu ya dola. Tuna wabunge, tuna madiwani, tuna wenyeviti serikali ya mtaa na tunatekeleza. Sasa unasemaje kwamba vyama vingine havina ilani? Vipi unaweza kushiriki katika uchaguzi huna ilani? Swali langu la mwisho kabla sijapeleka Mwanza. Kwa nini isifikie muda sasa? Nyinyi umezungumzia siasa sio uadui, sasa ni kitu kimoja. Kwa nini isifikie muda sasa nikaona Chadema, CUF, CCM mnaamua sasa wote kumuunga mkono rais katika mambo msima maendeleo? Tumeona vitu vya msingi ambavyo vinafanyika. Mkawa sasa na nyinyi ni miongoni mwa watu wa kuunga mkono jitihada za rais katika swala zima la maendeleo. Basi kwa muda mwingine kusema fulani, sababu Thomas alitolea mfano pia kuna vitu vingine vimetokea kwamba vikifanyika kwa wapinzani kinakuwa kama hakuna demokrasia. Lakini kikifanyika kwa CCM hamzungumzi. Kwa nini tumefikia huko? Kwa nini tusifikie muda sasa wote mkamua? Kwa sasa hivi tunamsikiza rais amesema huu ni muda wa kazi, sio muda wa siasa. Uchaguzi zimeisha, mimi kama Rajabu naunga mkono katika swala zima la maendeleo ya Tanzania, tuone tunaenda mbele mpaka kufika katika chaguzi zingine. Kimsingi kwamba labda mimi kama mgombea na chama changu katika uchaguzi huu tuliomaliza tulikuwa tukitangaza wazi kwamba hoja ya kwamba Maulidi amekwenda kumuunga mkono mheshimiwa rais, mbali na yeye kutoka kwenye chama chake, sisi kama wanakafu tunamuunga mkono Rais Magufuli, tuko ndani ya chama chetu. Tunamuunga mkono katika nini? Amefanikisha kufuta ada zote ambazo zinalipishwa kwa wanafunzi wa elimu ya msingi. Ni jambo zuri, linamsaidia Mtanzania, hasa Mtanzania maskini. Sisi tumelitangaza katika majukwaa yetu, na hii ilikuwa ni slogan ya mgombea wetu kwa miaka zaidi ya 10 nyuma. Kwa hiyo hatuwezi kulipinga jambo hili, lilishazungumzwa katika majukwaa ya chama cha wananchi CUF. Leo limetekelezeka, tunamuunga mkono mheshimiwa Magufuli. Lakini tunamuunga mkono kwa namna gani? Kwa kutoka ndani ya vyama vyetu, tutoke huku tukamuunge mkono kule? Hapana. Na tukishatoka, yani watu wote wa upinzani wakishatoka kwenda kumuunga mkono mheshimiwa Magufuli, sasa hivi vyama vimesajiliwa kwa kazi gani? Kwa hichi ni vitu ambavyo vinatakiwa Watanzania waelimishwe, waone kwamba vyama vya upinzani si uadui, ni kuamsha, kukumbusha chachu za kimaendeleo katika taifa. Na leo tunaona hata katika hiyo CCM kwa mfumo ulivyobadilika, tunaona baadhi ya maeneo, baadhi ya watu wanawajibika. Lakini kwa sababu kuna vyama vinavyokumbushia. Kimsingi kwamba tunapoona kwamba demokrasia imebanwa, suala si la maandamano, haki za msingi. Leo tunaona katika matukio ya kudhibiti fujo kuna walemavu. Maskini ya Mungu. Walemavu wanatembea kwa kutumia baiskeli, wengine wajiburuza kwa miguu. Lakini askari anapokuja anadhibiti hiyo fujo, anapiga mpaka mlemavu. It's not fair. Ni kitu ambacho kwa kweli ukitazama kwenye video sometimes unaweza kufumba macho. Unaonaje mlemavu wa miguu anapigwa katika miguu yake? Kwa kweli inaumiza. Ifike mahala sasa
kilio cha walemavu wanapokwenda katika kuonekana katika kudhibiti matukio ya uhalifu au matukio ya maandamano. Sio wengine wanahusika katika yale mambo, wanapita tu, ima watokezea zile vurugu na yale katika taharuki, kadhibitiwa, basi jeshi la polisi itumie busara, ione kwamba huyu ni mlemavu wa macho, huyu ni mlemavu wa miguu, imweke pembeni na iweze kumsaidia. Okay, asante sana Rajabu Salo. Natamani tungezungumza mengi, lakini muda wangu ngoja nimrudishie kijiti bosi wangu kule Novatus Makonga aweze kuendelea mpaka pale inapofika saa 2:28 aturudishie Dar es Salaam. Grace Mfuka atakuwa hapa kwa ajili ya kukuletea awamu ya pili na mwisho yetu ongea magazeti. Studio Mwanza. Bado tumekusikia vizuri, lakini tutaporejea tena kwa ndugu yetu hapo Rajab Salum, mimi nitakuwa na swali kidogo. Amezungumza kwa namna moja ama nyingine kuhusiana na hao watu au wanachama wa vyama vya upinzani ambao walichaguliwa, wana nafasi zao, lakini wamekuwa waking'atuka katika vile vyama vyao kwa kauli kwamba wanatoka huko kwa ajili ya kumuunga Mheshimiwa Rais Magufuli. Sasa nilikuwa nataka tafsiri sahihi ya uchaguzi mdogo uliofanyika Asia na Kinondoni, lakini swali langu linalenga kwake yeye. Siasa siku zote ni watu. Sasa siasa kama ni watu, tumezungumzia Maulidi Mtuli alitoka CUF kwa kauli kwamba ametoka kule kwa ajili ya kumuunga Mheshimiwa Rais. Uchaguzi ukarudiwa. Matokeo yanaonyesha kwamba kura alizopata zimezidi nusu zaidi ya watu waliomfuatia. Kwa maana kwamba yeye alipata kura 33,313 na aliyemfuata amepata 12,353. Sasa tafsiri sahihi ina maana kwamba wale wananchi katika lile jimbo la Kinondoni kwa matokeo yale inamaanisha kwamba wanaunga mkono kauli yake. Kwa nitaomba anipe ufafanuzi wa kimantiki kwamba nini tafsiri sahihi. Tunarejea nilikuacha unazungumzia ilani ya uchaguzi na ukatoa dau. Sijui kama ulimaliza. Nilikuwa bado sijamaliza. Malizia alafu tumwachie au tuone kama hilo dau la milioni 1 utaweza kulichukua. Mimi nilitoa dau baada ya kuonyesha kwamba wanionyesha clip yoyote ile kwenye chaguzi hasa za wabunge, madiwani. Kuna kata 10 zimefanyika na 2 wabunge. Kama mgombea wao alikuwa na ilani ya uchaguzi ya chama chao, hilo dau litatoka. Wanasema tatumzuka, lakini hapa haina haja ya kusema kutuma kwenye message, lakini hiyo tutatoa. Wapo hata Watanzania wanaona, wanaweza hata wakachangia milioni 1 tukampa huyu bwana. Kuna haya marudio ya uchaguzi. Yaani ni sahihi kwa sababu ni demokrasia. Kila kata inatakiwa na uwakilishi. Pale ambapo mtu anaondoka lazima uchaguzi ufanyike. Hamna kusema sijui gharama, sijui zimefanyaje. Wanaogopa, hauwezi kaogopa gharama kwa sababu uwakilishi wa hawa watu ambao hawana mwakilishi utafanyaje? Unaona? Hapa sasa hivi kwa mfano hii kuhama ni kwa sababu wanahama baada kuona hivi vyama vya upinzani havifai, ndio maana watu wanahama. Hebu just imagine, you kafu yuko pale. Mimi nataka nimwambie, kafu ni chama kimoja. Kwa nini kina watu wawili tofauti? Kuna kafu ya Lipumba, kuna kafu ya Maalim Seif. Watanzania wana akili. Msifikiri kwamba Tanzania mtawadanganya mpaka lini. Je, waende kafu ya Lipumba au waende kafu ya Maalim Seif? Ukiingia Chadema sasa, tuende kwenye Chadema. Chadema ni chama wanasema cha demokrasia na maendeleo Chadema, lakini hamna demokrasia mle ndani. Unasikia? Mwenyekiti wake ana miaka 20 naenda miaka 25, yeye peke yake mwenyekiti tu. Ukiingia sasa CCM ambapo ujue ni chama ambacho ni makini. Ukiangalia ni miaka 10. Mwinyi alikuwa na miaka 10, Mheshimiwa Mwinyi akaja miaka 10. Wanaachiana kijiti. Mbona hao wenzetu hawaachiani vijiti? Wanagombana, wanataka wanang'ang'ania madaraka. Huoni kwamba Watanzania sasa wamechoka? Hii kuhama ni salamu kwenu kwamba Magufuli anafanya kazi. Na ndio maana kwenye chaguzi mbalimbali sisi mtaendelea kushinda tu. Walikuwa walisema kutesti mitambo wakati zile kata 43 mwanzoni. Maana ya kutesti mitambo,
wanamaanisha kwamba je, hivi Rais Magufuli amekubalika na sera zake za kuvusha Watanzania kwenda kwenye maendeleo? Kwa hiyo pale ndo CCM ili prove kwamba kweli Watanzania wanaunga mkono CCM, wakaipa ushindi wa kishindo. Sasa hivi ni mara ya pili, hii mara nyingine Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wakajitoa, wakasema malalamiko mengi, sasa wakarudi tena. Sasa ndio ujue kwamba nao hawako makini, kwa sababu kama kulikuwa na matatizo, mbona wamerudi kwenye uchaguzi? Tume ile wanaiamini sana, wanajua tume na inasimamia vizuri uchaguzi, ndio maana wakarudi. Mbona hawakuainisha mambo yao kabla hawajarudi, wakakaa meza moja na tume ili kuweza kufafanua kwamba inakuaje hapa, inakuaje hapa? Lakini kitu ambacho hamna. Watanzania wanaamini sana Chama cha Mapinduzi. Ukiangalia hii ilani ndo mstakabali mzima wa uongozi unavyoenda, kwa sababu ukiangalia kwenye ibara ya 40 utaangalia mambo ya reli ifanyeje. Kuna ibara ya 41 hapa inaongelea usafiri wa majini, ibara ya 42 inaonyesha huduma za jamii. Kwa hiyo kila kitu kiko humu, ndugu mtangazaji, na ndio maana Watanzania wanaamini hii ilani, na kokote ambako amenadiwa toka mwaka 2015 na chaguzi ndogo, lazima akabidhiwe ilani. Na ilani, kama huna ilani yako ya uchaguzi, utaendaje kuendelea? Hujajiandaa kuongoza serikali kama huna ilani yako ya uchaguzi na dira nzima. Kwa muda mfupi sana, kwa sababu nimepata ujumbe, kuna maswali ambayo yanakuja. Sawa. Hebu malizia kwa muda mfupi sana. Kuna swala ambalo wanasema kwamba umelikimbia la Chato pamoja na Standard Gauge. Uwanja wa Chato pamoja na Standard Gauge. Yale ni mahitaji. Mimi nashangaa Watanzania, ule uwanja unaojengwa Chato ni uwanja kwa ajili ya Watanzania. Sasa Magufuli ambaye ni rais wetu mpendwa, ana ndege, anamiliki ndege hapa Tanzania? Hana ndege hata moja. Mimi ninavyojua yake binafsi hana ndege hata moja, wala hata helikopta hana. Ni Magufuli ambaye tunamjua, hana chochote cha kusema kwamba ile ni kwa ajili ya Watanzania. Sasa kwenye kanda hii ya sehemu zote kuna viwanja vingi nchi nzima. Kuna Songwe kule viwanja vikubwa, uwanja airport na Dar es Salaam kila siku unapanuliwa. Mbona hawasemi? Haya, uwanja wa Mwanza hapo unapanuliwa kila siku. Mbona hawasemi? Hivi ni kwamba viwanja kwa ajili ya Watanzania. Magufuli rais wetu mpendwa anapenda Watanzania, kwa sababu kule kwenye ukanda, kwa mfano kwambia Kagera, ukiingia Kagera, Geita, maeneo hayo, maeneo yale hamna uwanja. Uwanja uliokuwa unatumika pale ni uwanja ambao uko mgodini GGM. Sasa inakuwaje serikali ipo madarakani, hamna uwanja Geita, hamna uwanja Chato, eti ndege iende itue ndani ya mgodi kwa wawekezaji? Hivi kama mtakuwa na akili kweli? Itakuwa ni serikali ambayo haina akili, kwa sababu serikali makini lazima itengeneze vitu vyake vyenyewe. Mbona hawasemi maji? Maji inapoletwa, maji yanayoko, maji ni kwa ajili ya Watanzania, sio kwa ajili ya Magufuli peke yake. Hapana. Sasa hivi wananchi wengi wanafurahi, wamepata uwanja wa ndege kule Bukoba. Kwa hiyo Bukoba na Geita, mikoa hii Kagera na Geita wanatumia ule uwanja, na mambo ni mengi, kwa sababu kuna vyombo vya ulinzi na usalama kule, nao ndege kule hamna ndege ambaye inaweza katua kule ya kijeshi. Ngoja nikwambie sasa kitu kingine. Ina maana kwa upande huu hamna ndege inaweza, na pale unajua ni mpakani. Unajua pale ni mpakani. Kuna vita ilitokea hii ile ya Uganda, mnakumbuka nyinyi wa Tanzania. Kama kule hamna uwanja, ndege itatua wapi? Na ulinzi vile vile, kwa sababu kila kona ya nchi ukiangalia kule Mbeya kuna uwanja mkubwa. Sehemu zote za mipakani lazima ilindwe na iweko viwanja ambavyo ni vya kisasa. Nafikiri inatosha. Nikurudishie Ausi. Kuna vitu ambavyo umepigwa pia na wenzako hapo, kwamba mnajaribu kutoa kibanzi jichoni kwa mwenzako, lakini jichoni kwako kuna politi. Kwanza kwa maana kwamba ndani ya vyama vyenu kuna mitofuano. Sawa. Lakini mnanyoosha kidole upande wa pili. Ameongea mambo mengi. Unasemaje kwa upande wako kama kada mtifu wa Chadema? Kwanza nirudi. Mada yetu inasema, je, kuna aina gani ya siasa ndani ya Tanzania? Siku nyingine weka kuna aina gani ya siasa katika vyama vya siasa. Sawa. Yaani nitamjibu kwa kumsaidia. Lakini hoja ya Chato, hoja ya mchepuko Standard Gauge kwenda Rwanda ni jambo jema, hakuna ambaye atapinga.
lakini tunataka tuone imepitia katika misingi ya sheria tuliyokubaliana. Sawa? Kama haikupitia katika misingi ya sheria, amefanya kosa. Sawa? Kwa sababu tuliweka bunge. Kuna haja gani ya kuwa na wawakilishi wa bunge wakati bajeti mtu anaamka tu asubuhi anafanya na ulitaka? Ndio hoja yangu ya msingi. Sema amechepuka sana. Na ni kawaida yao kuchepuka sana hata kwa hivi. Lakini pia katika hoja nzima ya kuwaaminisha Watanzania eti Chadema haina ilani, kafu haina ilani, sijui vyama vya upinzani havina ilani, ni jambo la propaganda tu. Watanzania wanajua vipaumbele vyetu vilikuwa nini, ilani yetu ilikuwa nasema nini. Mheshimiwa Lowassa, mgombea wetu wa urais, mara ngapi amesema kipaumbele chake cha kwanza ni elimu, cha pili elimu, cha tatu elimu, na mambo mengi katika ilani ambayo tunayo. Kwa Watanzania hawakuyajua hayo, hawakuyaona. Lakini nisema tu basi, unajua kuna kitu ambacho watu wa CCM wanataka kuwaaminisha. Yaani wanatafuta uhalali wa kujibinafsisha Tanzania kwa kuwabeza watu wengine. Hii mitifuano ya kusema sijui chama chetu, sijui kina mwenyekiti wa miaka 25 ni propaganda tu. Ni propaganda tu. Wao wanajua tunafanya chaguzi za mara kwa mara, wanajua. Sema basi tu wanatafuta watu wepesi wa kuwanunua kama wakinamkilia. Sasa wakiwakosa wanatafuta namna ya kuwa let down. Anyway, tunarudi katika hoja za msingi za uzalendo wa taifa letu. Na nirudi pale niunge mkono mgombea wa udiwani Kinondoni. Na hili liweke sawa kwa Watanzania wote. Sisi hatumchukii Magufuli wala hatuchukii serikali wala hatuchukii CCM. Sisi ni wazalendo wa taifa hili. Tunataka kila kitu kiende kwa kile ambacho tulikipanga katika masharti yale ambayo tulikubaliana kwa mujibu wa sheria. Na sisi kukosoa ni kumuunga mkono Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Kukosoa. Kumuunga mkono sio wote tuamie CCM. Labda wabadilishe sheria sasa, waseme tubakie CCM pekee, futa vyama vyote. Lakini kuunga mkono ni kukosoa, kushauri, sawa? Na kupongeza. Kuunga mkono. Sasa kwa mfano, hivi mimi naanzaje kupendekeza, naanzaje kumpongeza Magufuli katika uchumi ambao umekaa miaka 12 haujawahi kukua. Uchumi haujawahi kukua, ni 6.5, 7.1, haujawahi kukua. Napongeza nini? Ninapongeza nini katika sekta ya uvuvi ambayo inachangia 2% katika taifa hili na haijawahi kukua karibia miaka 15? Napongeza nini? Lakini sekta ambayo inabeba takriban Watanzania 65%, sekta ya kilimo ambayo amezungumzia katika ilani hii, inachangia 29.1 tu. Yaani Watanzania karibia 65% ni wakulima. Inachangia 29.1 tu. Na inatengewa karibia bilioni 210, alafu bilioni 110 zinakwenda katika uendeshaji wa ofisi. Bilioni 100 ndio zinakwenda katika kilimo. Sasa napongeza nini? Napongeza nini? Kuna kitu gani cha kupongeza hapa? Kwa hiyo nataka sisi tupongeze tu. Lakini anazungumzia juu ya swala zima. Na basi semi tu, deni la taifa linakuwa kila siku. Na CAG alisema deni linakuwa karibia kwa 168. Nchi tunajiendesha kwa mikopo. Napongeza nini? Badala ya nishauri na kukosea, napongeza nini? Pa kupongeza tutapongeza. Lakini pia mheshimiwa, tuone nchi hii ina ekari za kilimo karibia 44, sawa? Ila kwa miaka 41 tumegusa tu 15% ile la ardhi. Kwa nini tusimkosoe rais ili awekeze katika hizi 10% ambazo za kilimo ambazo zenye rutuba na zipo kando? Kwa nini tusikosoe? Kwa nini tupongeze tu muda wote? Na mimi nataka nishauri CCM. Watushukuru sana tunaokosoa zaidi kwa sababu tunawaonyesha udhaifu wao uko wapi. Na mimi ningependa, Obama alikuwa na theory moja anasema, ninawapenda sana marafiki zangu, lakini maadui zangu wanaonikosoa ninawapenda zaidi. Kwa hiyo wamfundishe mwenyekiti wa chama chao asikasirike kukosolewa. Ajifunze kuwakumbatia wanamkosoa kwa sababu ndio ambao wanaonyesha udhaifu wake upo wapi. Lakini pia limezungumziwa swala zima la elimu bure. Elimu bure, it's fine. Tunakwenda katika elimu bure. Lakini fedha zinazotolewa zinakidhi. Sio kwamba wameanza baadaye anaweza kuja kuboresha. Sawa. Waambie Watanzania. Kwa hatua walioanza, huwezi kupongeza? Kwa hatua walioanza tunaipongeza, lakini wasiwaaminishe Watanzania kuwa wamefanikisha. Unajua kuna kitu kimoja hapa tunachopingana na watu wa CCM. Wanataka kuwaaminisha umma wa Tanzania kuwa wamemaliza. Na hata tukianza kukosoa swala zima la elimu tunaonekana nyinyi mnakosoa kila siku. Tunasema palipo na mapungufu.
Sawa? Palipo wanafunga. Dhana nzima ya kutengeneza standard gauge ni jambo bora. Sawa? Lakini kwa nini tusizungumzie ule mchakato wa katikati pale? Tuna haki ya kukosoa ili twende katika sehemu ambayo imenyoka. Kwa hiyo ni siasa aina gani? Mimi nitumie muda huu pia kushauri kama itapendeza. Tuna aina gani ya siasa? Aina gani ya siasa? Niseme. Au tuweke kwanza break kwa sababu naona kwamba utakuwa na muda mzuri. Tukirudi usisahau utaanzia hapo hapo. Sawa. Joyce Nsima, Dar es Salaam. Sasa nadhani wakati mwafaka wa kutupitisha katika yaliyojiri katika magazeti ya leo. Karibu, fursa ni ya kwako kwa mtu ambaye unaye hapo studio. Kama ni wewe ama dada yetu Grace Mfuko, ukumi wa kwenu. Asante sana, asante Novatus Makunga. Katika awamu ya pili ya magazeti utakuwa nami Grace Semfuko, ambapo studio nina magazeti mbalimbali. Nimefuatilia mjadala wenu, ni mjadala mzuri sana, aina za siasa za Tanzania kwa sasa. Na ninaanza na gazeti la Tanzania Daima. Msajili aitisha Chadema, ailima barua wafuasi wake 40 wafikishwa kortini, wasema jitihada za kuwadhoofisha hazitafanikiwa. Ukweli kifo cha Aquilina usipindishwe. Padri asema aliyemuua aombe msamaha, na 13 wajitokeza kununua figo kwa milioni 20. Na kuna habari picha hapa ikionyesha baadhi ya waombolezaji wakiwa wamebeba mabango yenye jumbe mbalimbali wakati wa ibada ya kuaga mwili wa aliyekuwa mwanafunzi wa chuo cha NIT Aquilini jana. Polisi wawatia misukosuko wanahabari. Kamishna TRA ang'ang'aniwa sakata la Askofu Kakobe. Kongamano la FIFA EFS la unguruma Dar es Salaam. Hili ni gazeti la Tanzania Daima. Gazeti la Habari Leo, Magufuli asisitiza ukusanyaji wa kodi EAC, na Aquilina kuzikwa leo, polisi kuharakisha uchunguzi. Tanzania yapaa vita kupambana na rushwa, na mbwa kudhibiti unga viwanja vya ndege. Mke ampiga shoka mume kichwani naye ajinyonga. Msajili aitwanga barua Chadema wafuasi 28 kortini. Hili ni gazeti la Habari Leo. Gazeti la Mtanzania, kwa heri Aquilina, tusipopatana tukakubali kwamba sisi wote ni watoto wa Mungu tutamalizana. Mtu wa kutuunganisha ni serikali pekee, asema Padri Raymond Manyanga. Tunaviomba vyombo vinavyohusika uchunguzi wa tukio hili ufanye haraka ili wahusika waweze kuchukuliwa hatua, asema Profesa Joyce Ndalichako, waziri wa elimu. Habari picha inaonyesha baadhi ya ndugu wakiwa katika simanzi mara baada ya mwili wa marehemu Aquilini kuwasili katika viwanja vya chuo cha taifa cha usafirishaji NIT kwa ajili ya kutoa heshima zao za mwisho. Kichwa cha habari kinasema kwa heri Aquilina. Ni gazeti la Mtanzania. Magufuli aipa angalizo sekta binafsi, ni habari inaendelea katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mtanzania. Gazeti la Nipashe, benki 9 zaahidi kumwaga mikopo. JPM atoa somo EAC. Mabango ya tawala kuagwa kwa Aquilina. Siri wapinzani Yanga yatajwa, na TPSF yawaunganisha Watanzania na Waturuki. Ni habari katika ukurasa wa mbele kabisa wa gazeti la Nipashe. Uhuru kweli daima, simanzi tupu kuagwa kwa Aquilini. Serikali yaahidi kuharakisha uchunguzi. Padri ahimiza kudumisha amani, kusamehe. Na waziri mkuu awapa agizo wenye viwanda. JPM aitolea uvivu sekta binafsi Afrika Mashariki. Kimbunga cha JPM chazidi kuwazoa wapinzani. Na Trump ataka walimu wapatiwe silaha. Lupita Nyong'o ndani ya Born a Crime. Na Botswana wamtishia Rwanda mina. Ya habari katika ukurasa wa mbele kabisa wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Gazeti la Mwananchi, ameagwa mamia watoa heshima zao za mwisho, wengine wazimia. Mabango ya kutaka Mwigulu IGP Siro kujiuzulu ya tawala. Na Rais Magufuli atoa wito EAC kusimamia rasilimali zake. Msajili awapa Chadema siku 5 wajieleze. Ni habari katika gazeti la Mwananchi ukurasa wake wa mbele. Gazeti la Champion, mahususi kwa ajili ya michezo na burudani. Wabishi ndani nje wepesi.
ni habari katika ukurasa wa mbele. Simba yapewa siri za Al-Masry, ni habari katika gazeti hili la Champion. Rage awapa mbinu za kuwamaliza, achana na Banse, kuna mtu tatu hatari. Rais wa FIFA ampa shavu Samata, na ripoti ya wapinzani wa Simba Yanga CAF, ni habari katika ukurasa wa mbele kabisa wa gazeti hili la Champion. Nikusomee sasa habari zingine za michezo na burudani katika magazeti haya, na nikianza na gazeti la Mwananchi. Yanga hakuna kulala Afrika, Eden Hazard amtolea uvivu Conte, FIFA kujenga viwanja mikoa 9, ni habari katika ukurasa wa michezo na burudani katika gazeti la Mwananchi. Gazeti la Uhuru, michezo na burudani. Wa Botswana wamtisha Lwandamina, na Kanavaro afiwa na mtoto, ni habari ya majonzi mpenzi mtazamaji wa Star TV. Niyonzima aanza vipimo India, ni habari katika ukurasa wa nyuma wa michezo na burudani katika gazeti la Uhuru. Gazeti la Nipashe, siri wapinzani Yanga yatajwa. Wapinzani hao wa mashindano ya klabu bingwa Afrika ni wazuri kwenye ... Mwakembe alilia miundombinu FIFA. Simba warejea macho kwa mbao. Cartus ajipanga kuikacha Madrid, ni gazeti la Nipashe michezo na burudani. Na Mtanzania michezo, Lwandamina asema hatutarudia makosa. Rais FIFA afichua siri ya ujio wake Tanzania, ni habari na vile vile kuna habari inayosema Sin Kingston adai milioni 276, ni habari za michezo na burudani katika ukurasa wa nyuma wa gazeti la Mtanzania. Gazeti la Habari Leo, Chirwa akanusha kugoma Yanga, FIFA kusaidia mikoa 9, na Yanga yaanika mikakati kuiua Rollers, na Salama Jabir aja na shabiki, ni habari inaendelea katika ukurasa wa 29. Habari Leo michezo na burudani. Tanzania Daima, Simba full mikakati CAF VPL, na kongamano la FIFA la unguruma da. Kanavaro apata pigo, wadau wampa pole, na Neyo Mitego asema sijamtabiria mabaya Diamond, ni habari katika ukurasa wa michezo na burudani gazeti la Tanzania. Mpaka hapo nahitimisha magazeti, awamu ya pili ya magazeti, na nakusihi mpenzi mtazamaji, endelea kutazama mjadala unaoendelea hapa Star TV kuhusiana na hali ya siasa za Tanzania. Ulikuwa nami Grace Semfuko. Turudi sasa kwa Joyce Nsima na Novatus Makunga kwa ajili ya mjadala mkuu unaoendelea kwa sasa. Asante. Asante sana Grace Mfuko, tumekupata vyema. Mjadala kweli ni moto kweli kweli. Nimepokea ujumbe mfupi wa maandishi kupitia simu, na ujumbe ama messages fupi karibu 200. Kwa hiyo utaona kwamba ni kwa namna gani kwamba Watanzania wametuamini Star TV na wanaufuatilia kweli kweli mjadala. Ilikuwa ni nafasi yako Ausi, lakini labda nipitie tu ujumbe viwili vitatu. Kuna ndugu ambaye anasema demokrasia ipo lakini utekelezaji hamna. Demokrasia inaelekea shimoni kwa udikteta. Huyu anajiita TX Moro. Lakini kuna ujumbe mwingine ambao unasema tatizo la maandamano ya vyama vya siasa ni kuhusiana na uporaji wa maduka ya watu. Kwa maana kwamba wanafanya maandamano wakiwa wanataka kupora. Ile kutoka Isaka kwenda Rwanda ni wazo la muda mrefu sana. Historia haipotoshi. Huyo kuandika jina. Lakini kuna mtazamaji mwingine, yeye anasema kabisa kimsingi demokrasia ipo, lakini kitu kinachoharibu ni mtendaji mkuu na msimamizi wa sheria ni nani, na mfumo wa utawala na usimamizi ni mgumu ambao kimsingi ni mbaya kabisa. Polisi, mahakama, bunge na vyombo vya uchaguzi ambavyo ni tume, vyote vipo chini ya rais. Je, rais nani atamwambia mwenyekiti wa chama taifa? Je, haki iko wapi ndugu zangu? Yeye naye pia kuandika jina. Lakini pia kuna ujumbe mwingine anasema kwamba nakubaliana na dokta kuwa misingi ya demokrasia ipo, ila hakuna ukwaji wa demokrasia ndio haupo. Viongozi wanajadili ili nini kifanyike. Yeye ni anaitwa Batanda kutoka Musoma. Kuna ndugu mwingine anasema kwamba
anaitwa John wa Dar es Salaam, anasema huyu Warioba anaongea vitu ambavyo hajaulizwa. Umuulize hali ya nchi na siasa, yeye analeta mambo mengine. Demokrasia ipo lakini haifuati. Wacha kutudanganya. Polisi ndio wameua, alafu unawapa hawa uchunguzi. Je, hapo kuna demokrasia? Anauliza huyo ndugu. Mwingine anasema kwamba anaitwa Flores wa Iringa, anasema kwamba namjua vizuri Mungu. Okay, huo ujumbe wake tuache hapo. Ameingia zaidi katika masuala ya kiimani. Lakini kuna mwingine anasema ukweli ni kwamba Tanzania haina demokrasia. Serikali inaminya uhuru wa kuongea, wapinzani wanakataliwa kufanya mikutano ya chama. Naitwa Ngavila wa Makambako. Lakini kuna ujumbe mwingine anasema kwamba Warioba, panapotakiwa ukweli useme ukweli. Demokrasia imebakwa. Naomba niishie hapo. Ilikuwa ni uwanja wako ndugu yangu hapo Mwalimu House. Umalizie kidogo. Dokta ameniminya hapa kwamba na yeye anataka kwamba achangie kidogo ili itakapo timu saa 2:45 nitarudi Dar es Salaam kwa Joyce Msima ili aweze kufunga, baadaye sisi tutamalizia jadala. Hapa naweza kusema wakati hayati Nelson Mandela anapokelewa ANC na Walter Sisulu kuwa mwanaharakati Sisulu, sawa, mwanaharakati wa ANC, wakati anazungumza speech yake ya kwanza alisema siasa safi huzaa demokrasia safi, ila siasa za kibaguzi huzaa demokrasia chafu, na siasa safi ndiyo ambayo huleta maendeleo. Alizungumza tafsiri hiyo, na nataka na hii pia iwe mkuu hapa katika kuhitimisha hili jambo. Ili tuweze pata maendeleo ni lazima tujikite katika siasa safi ambazo zinaweza kutuletea demokrasia safi. Lakini tukijikita katika siasa za kuwabagua wapinzani, tunaelekea kufanya demokrasia chafu ambayo itapoteza taswira na tunu la taifa letu. Misingi ile mwalimu anazungumzia hapa, misingi ya demokrasia haitapotea kabisa, haitomaanisha haya mavitabu hayatokuwa na maana kabisa. Kwa sababu misingi ya kidemokrasia ukianza kuiangalia, kuna usawa, kuna uwajibikaji, uchaguzi ulio huru na haki, uhuru wa kiuchumi, tunazungumzia juu utawala wa kisheria, tunazungumzia juu ya vyama vingi vya kisiasa lazima viheshimiwe, haki za kibinadamu, uadilifu. Vyote hivi vinatengeneza demokrasia. Vyote hivi. Kwa hiyo ili nchi hii tuitunze na tuwe wazalendo, kwanza tuachane na mahaba na mapenzi ya ajabu ya vyama vyetu. Tuikumbuke Tanzania kuwa ni mama. Tanzania hii, vyama vipo kwa ajili ya kutengeneza Tanzania mama ambayo tunaweza kuwarithisha watoto wetu, nchi ambayo inaweza kuleta uhuru wa kiuchumi. Vyote hivi ambavyo ni misingi ya kidemokrasia. Kwa hiyo sasa hivi tumetengeneza nchi ambayo kila mtu ni mzalendo kwa vyama vyao, sio taifa. Nani ambaye anapigania taifa kwa sasa? Nani? Kipindi cha kina Mwalimu Nyerere tulikuwa tunapata wakina Mwalimu Nyerere walikuwa ni wazalendo kwa taifa hili. Kipindi cha sasa tunawapata wazalendo wa CCM, wazalendo wa Chadema, wazalendo wa CUF. Lakini kwa nini tunapata wazalendo wa CCM, wazalendo wa Chadema na CUF? Ni kwa sababu tunawapoteza wazalendo wa Tanzania kwa siasa chafu. Sawa. Isiyozingatia misingi ya demokrasia. Na haya, Novatus. Warwanda walifika huko. Walianzia katika ubaguzi huu wa kuwatenga watu na kutowasikiliza na kupuuza tu watu. Yaani unapuuza tu watu, unaona hawa washenzi, ngoja tuwafanyie hivi. Ni kupuuza. Hatupasi kuwapuuza wanaotupinga. Tunapaswa tuweke. Ndio maana nikasema mwanzoni, misingi ya siasa ni majadiliano. Serikali ibadili mtazamo wa kuangalia wapinzani, wafungue mlango wa majadiliano. Walishauri jeshi la polisi, usalama sio nguvu peke yake, usalama ni akili. Kaeni na wapinzani mjadiliane. Maandamano sio kosa. Washauri aina gani ya maandamano? Mbona Kenya walifanya? Lakini hakuna hata mende angekufa. Au sinafikiri umeeleweka vizuri. Mwalimu hapa amenyosha kidole muda mrefu sana. Hebu nimwachie mwadhiri wetu dakika 2 ili baadaye niende da. Baadaye sisi tutakuja karibu mwalimu. Nashukuru sana. Demokrasia haiondoi uzalendo.
hii nchi ni yetu sote, tukubaliane na jambo hilo. Nchi hii ni yetu sote, hatuna kwingine pa kwenda, labda makaburini tu, lakini nchi hii bado tuko hapa, ni yetu, ya watoto wetu, wajukuu zetu. Sasa tusifanye nchi iwe vipande vipande, la hasha, tuifanye nchi iwe ni yetu wote. Hilo ni la kwanza. Kwa hiyo vyama vya upinzani katika utekelezaji wa demokrasia wakumbuke hilo, kwamba kuna uzalendo, kuna utaifa, wachunge sana hicho kitu. Hilo ni la kwanza. Jambo la pili ni hili kwamba bahati mbaya hatujajikita kuzungumza kwa undani kwamba utekelezaji wa demokrasia baada ya uchaguzi unakuwaje. Kwa mfano vyama vya upinzani au vyama vya siasa, sasa tumeshampata rais, yuko madarakani, tunajenga nchi. Sasa tunakuwaje, tunaishiishije hapa, nani anafanya nini, nani anawajibika na lipi? Nadhani hicho kitu itabidi kipate mjadala mrefu kidogo, kwa sababu naona kuna utata hapa. Kuna utata ni sababu anazungumzia mara mikutano imezuiwa na kadhalika, lakini kwa sababu tukishampata rais anatakiwa kuonyesha nchi inaelekea wapi, alafu tunaijenga nchi. Sasa na vipi mikutano ya siasa iendelee namna gani au iwe vipi? Nadhani kitu cha majadiliano na iwe inawekwa wazi, na iwe wazi kabisa kwamba bwana, na sijui kama kwenye katiba ipo, sijai kuiona vizuri kwenye katiba, baada ya kwamba uchaguzi umekwisha, rais ameshapatikana, siasa zinakwenda kwendaje sasa hapo. Jambo lingine la mwisho ni swala la kuvumiliana. Katika siasa bwana, alikuwa anasemaga marehemu Sita, uwe na ngozi ngumu. Katika siasa ni kuvumiliana, na kuvumiliana kwa misingi ya utaifa, katika misingi ya uzalendo. Kukosoana ni jambo la kawaida katika siasa, kwa sababu chama cha upinzani chochote kile kinaweza kuwa chama cha upinzani tu, lakini kazi yake ni nini kama si kukosoa kinachotendeka? Na si kukosoa kwa maana kutukana, hapana, ni kuonyesha kitu mbadala, kwamba hiki sawa, unaweza kitu mbadala. Nazungumza haya kwa sababu ndugu yangu hapa amezungumza kwamba wapinzani hawajai kupitisha bajeti na kadhalika. Nadhani alikuwa anamaanisha kwamba wanatoka bungeni wanakosoa sana. Hiyo isikuofishe, hilo ni jambo la kawaida tu, isikupe taabu sana hicho kitu. Jambo la kawaida tu. Lengo hasa ni kuonyesha kwamba hawakubaliani na hoja iliyopo hapa, kubaliana na hoja. Sasa kwa sababu ya pengine ya uchache wao, wanakosa namna nyingine ya kueleza, kusisitiza kwamba bwana, tungependa kipengele kibadilishwe. Kwa hiyo lakini kuvumiliana katika siasa ni jambo la msingi. Umeeleweka Mwalimu Mwadhili Safari. Joyce, nafasi ni yako, kijiti iko. Uendelee na mjadala. Asante sana bosi wangu Novatus Makunga. Kweli napokea kijiti kwa muda huu hapa Dar es Salaam, tumwasikiliza vizuri sana. Rajab, umwasikiliza Mwanza. Ameongea vitu vingi sana. Sasa nakupa nafasi. Maliza ituhitimisha kabisa, tukapelekea kwa wafunge mjadala. Nakushukuru, na labda nianze na tafsiri ya uchaguzi mdogo. Mheshimiwa mtangazaji kule Mwanza alikuwa anatamani kuona uchaguzi huu mdogo na tafsiri yake, kwa maana ya kwamba amesema mgombea wa CCM ameweza kuchukua kura 33,313 na Chadema amechukua 12,000 na kadhalika. Sasa anataka tafsiri kwamba taswira ya uchaguzi huu mdogo unaonekana wazi kwamba matokeo ni kama kitu kilichokwisha kupangwa, kwa sababu wanaweza kushafanya tathmini katika baadhi ya vituo ambavyo labda wakala amepiga kura yeye kama wakala, lakini kuna wananchi wengine, lakini mwisho wa siku kura inaonekana ni sifuri. Sasa hili ni tatizo ambalo kwa kweli serikali na tume ya uchaguzi ndio sasa huko tunakoelekea kujaribu kuyaweka mambo wazi. Lakini mbali na hilo, unaweza kuona kuwa pia, lakini mgombea anapeleka wakala wa chama chake, wakala anazuiliwa mpaka mwisho wa uchaguzi. Unatarajia nini katika majibu ya kituo hicho? Kwa hilo nalo ni tatizo. Tunahitaji tuweze kuweka mambo wazi na tufanye demokrasia kwa kumaanisha na sio kwa kusema kwa midomo, lakini hakuna utekelezaji. Lakini kama hilo halitoshi, kuna jambo limezungumzwa kwamba labda kuna kafu Lipumba, kuna kafu Sefu. Hili mimi nadhani limekuwa wimbo wa taifa. Wasiokitakia mema chama chetu wamekuwa wakijaribu kulisema sana, kitu ambacho hakileti maana na tafsiri halisi, kwa sababu mfano uchaguzi huu, tunapozungumzia uchaguzi wa jimbo la Kinondoni, hakushiriki Lipumba wala hakushiriki
Maalim Seif. Yaani hawa sio wagombea. Na hawa ndio tunawazungumzia kwamba ndani ya chama kuna mgogoro. Lakini aliyekuwa mgombea ni mtu ambaye anayekubalika na ni mtu ambaye mwenye uwezo. Hamzungumzi wala hajadiliwi wala hatajwi kwenye vyombo vya habari, lakini tunazungumzia mgogoro. Kwa hiyo hili nalo ni tatizo jingine kwamba migogoro ya vyama havihusishi katika masala ya kiuchaguzi. Na wao wametolea mifano yule bwana wa CCM Mr. nani? Warioba Thomas. Mr. Thomas anasema kwamba kazungumzia mgogoro kafu, kazungumzia mgogoro CCM, Chadema, lakini hakuzungumzia migogoro ndani ya Chama cha Mapinduzi. Ndani ya Chama cha Mapinduzi kuna mgogoro. Ukianzia kwenye wilaya, watu wa wilaya walishajipanga kuweza kumchagua mtu ambaye anatokana na chama chao, lakini hakupata fursa ya kura za maoni. Kwa hiyo huo ni mgogoro. Lakini tumeshuhudia baadhi ya wafanyakazi au watendaji wa Chama cha Mapinduzi wakitoa hutuba zinazokinzana, kina Nape na huyo, watu ambao wanaifahamu siasa, wanashauri, wanakosoa, lakini hiyo haionekani kuwa ni tatizo, na bado chama kinashiriki na watu wanaona ni sawa tu kushiriki. Kwa hiyo utaona kwamba hayo pia ni miongoni mwa mambo ambayo kwa kweli yanasumbua vichwa. Tunachokihitaji sasa, wanahabari kwanza wajitahidi kutoa taarifa kwa uwazi bila upendeleo. Hichi ni kitu ambacho mimi kama niliyekuwa mgombea, lakini pia ni mwanasiasa kwa maana ni mwenyekiti wa wilaya, kama mwenyekiti, naomba sasa ifike mahala vyombo vya habari visiwe ni makada wa vyama fulani, wasimame katika usawa kueleza vitu vyote vinavyoendelea kwa wanasiasa. Lakini vile vile mapungufu yalijitokeza kwa upande wa jeshi la polisi, tumike hii fursa ya kuwakumbusha na kuwakosoa, kurekebisha mifumo, kwa sababu 2019 tuna uchaguzi wa serikali ya mtaa. Yakijirudia haya, manake tutakuwa hatujajifunza kitu, hatujaona nini ambacho tunaweza kukiendea. Lakini vile vile kuna ndugu zetu wa tume, wanatakiwa wajifunze haya tunayoyasema. Isitoshe kwamba tunasema tu kwamba hayatekelezeki. Leo tunasema misingi ipo, lakini misingi haitekelezwi. Sasa kama haitekelezwi, tunafanyaje ili kutekeleza? Uchaguzi huu tumeshiriki, kuna baadhi ya watu wamesimamia kama wasimamizi wa uchaguzi, wasimamizi wa uchaguzi katika vituo, lakini makada wa CCM. Unatarajia nini wewe kama mpinzani? Inakuwaje tumeacha kuwaajiri watu ambao hahusiani na siasa ili kujenga imani? Wamekaa watu ambao ni makada wa siasa. Asante sana. Kwa hiyo ni matatizo, haya ni mapungufu yanahitaji kurekebishwa, na watu wasipoyaangalia, maana yake tunapokwenda tutakuwa tunakwenda kushiriki chaguzi ambazo majibu yake wanayo mifukoni. Okay, asante sana mtazamaji wa Star TV. Ni Rajab Salim Moyoni, mwanachama wa chama cha wananchi CUF, lakini pia ni mgombea aliyekuwa mgombea wa jimbo la Kinondoni kupitia tiketi ya CUF. Niseme asante sana. Kwa sababu kule ni wachezi dakika 9 mwanzo amalizie, maana wana wageni watatu kule ili waweze kuhitimisha kabisa. Kwa niaba ya timu nzima tuongea asubuhi kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Grace Mfuko atakapanda magazeti na Joyce Nsima pamoja na wapiga picha Freddy Siki na fundi mitambo Fidel Sport. Nasema asante sana. Naomba tusimakunga, naomba nikuletee huko Mwanza na umalize kabisa mjadala tuongea asubuhi. Nashukuru sana Joyce kwa kutuendeshea mjadala wenye afya hapo jijini Dar es Salaam. Unajua ukweli lazima tuseme kwamba bila siasa hatuwezi kupata taifa lenye afya. Kwa Ijumaa leo tumekuwa na mjadala mzuri sana, lakini changamoto inabaki pale kwamba muda hautoshi. Wageni wangu, muda uliobaki ni mchache. Kwa hiyo ninampa kila mtu dakika 2 tu kwamba hataongea tena. Kumalizia swali letu la msingi, je, kuna aina gani ya siasa nchini Tanzania? Kwa tunakwenda kwenye kumalizia. Naanza na mwalimu hapo, au ukishaongea utaongea tena, tumia dakika zako vizuri, muda sio rafiki. Sawa, nianze kwa kusema na nishauri wa Tanzania, viongozi wa serikali, viongozi wa vyama vyote, hatuna haja ya kuishi demokrasia ya kinafiki. Lazima turudi katika utekelezaji wa demokrasia. Yaani misingi ya maandishi haitoshi peke yake, kwa sababu utekelezaji wa misingi ya demokrasia ndiyo ambayo itaipa nchi amani na utulivu, lakini ndiyo ambayo itatupeleka kwenye maendeleo ambayo yanaheshimika. Lakini hofu hii pia iwatembelee watendaji wa serikali, tume ya uchaguzi pamoja na vyombo vyake vyote. Hamna haja ya kufanya kazi kwa kumprize mtu. Hamna haja ya kufanya kazi ili uonekane kwa mtu. Timiza majukumu yako kwa mujibu wa dalili yako ya kisheria. Yaani
wewe kazi yako, wewe ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, unatakiwa ufanye nini? Timiza wajibu wako. Wewe ni OCD, RPC, wewe ni polisi wa kawaida, unatakiwa nini? Timiza majukumu yako. Usiishi kwa mahaba ya mtu. Ili taifa linahitaji wazalendo sana. Na siasa ni mfumo wa kutuletea maendeleo kwa ajili ya taifa letu Tanzania mama. Sio mfumo wa kujipendekeza watu mara huko Chadema, huko CCM nini. Hayo yote hayatotufikisha katika nadharia yetu. Na mimi nilishauri serikali na CCM, ni lazima mtofautishe kati ya CCM na jeshi la polisi. Ni lazima iwepo mipaka. Hawa wenye wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa hawa ambao wakishinda uchaguzi kwa wanaandika barua ya kuomba radhi hata kama demokrasia imetendeka, ni upuzi. Lazima waheshimu sheria, lazima kuwepo na mipaka, lazima kuwepo mipaka kati ya serikali na CCM. Na ndio maana tunarudi kwenye chaguzi za kuonyesha sifa watu, chama kinakuwa. Wakati huko Kinondoni watu wanakaa chini kwenye madarasa, lazima tuweke hii mipaka. La sivyo nchi tutaipeleka kubaya sana. Ni lazima turudi katika uzalendo. Otherwise, kama hamwataki wapinzani, nendeni bungeni mkafute vyama vya siasa, mbakie na chama kimoja CCM, muendeleze kudumu na tutawaunga mkono. Dakika zako mbili zimeisha. Ndugu yangu Warioba. Ninachokisema hapa ni kwamba naona unakuta vyama mpinzani vinalalamika sana, lakini kitu ambacho sio kulalamika ni sahihi, lakini sasa tufate sheria ambazo tumejiwekea wenyewe. Sheria ziko bungeni, zilishatungwa, sheria mbalimbali nchini inabidi zifuatwe. Ili unajua bifu kubwa imetoka vyama vya upinzani kuchukia CCM kwa sababu watu wanahama. Sasa mimi nilikuwa nataka niwaulize, hata wao hamna watu waliohama kutoka CCM kwenda kule? Lowassa alihama, Sumaya alihama, walimpa shilingi ngapi? Hamna mtu ambaye ananunuliwa. Yaani siasa hama wakubali kisaikolojia. Wao watengeneze mfumo wa vyama vyao, wasitengeneze bifu. Kwa nini wanahama? Wamenunuliwa. Hamna chama ambacho kina uwezo wa kumnunua Lowassa wala Sumaye. Alafu uchumi unakuwa, si tunaona. Hawezi kusema kwamba uchumi haukui. Uchumi unakuwa na takwimu zipo, akitaka enda ataziona. Unaona? Hii vyama vya upinzani ni sahihi. Sisi tunasema vyama vya upinzani ni amsha kwa sababu wao kushika dola, yani hawawezi, kwa sababu kwanza hawana ilani. Kwa hiyo hawawezi kushika dola. Lakini amsha sisi tunaikubali. Kukosolewa tunakubali. Nitakuwa kweli kwamba Mheshimiwa Rais baada ya kuwa ameingia, upinzani ukasema amechukua sera yao ndio anaitekeleza. Leo hii wanasema hawawezi kukosoa serikali. Je, kila ambacho walichokisema kwamba rais anakitengeneza ambacho ni ilani yao, matakwa yao, leo hii amebadilika tena? Huoni kwamba hawa watu ni ndumila kuili? Hiyo unakuta hawaeleweki. Alafu unakuta uwajibikaji. Sasa hivi watu wanawajibika. Ukienda hapo watu, mifano ipo mingi. Ukienda kule kuna Homera yule DC wa Tunduru, unaona anatengeneza mambo mazuri. Kuna mkuu wa mkoa Mheshimiwa Mongela hapa, tuna Makonda pale. Uwajibikaji upo. Majaliwa juzi tu ametoka hapa. Amesimamia kwanza vyama vile vya ushirika. Ni mali ngapi zimerejeshwa ambazo zilikuwa zimeenda bila nani? Kwa hiyo ni kwamba ninachosema ni kwamba waamini chama chao kinatekeleza ilani hii ambayo ni ya kwao, ambayo ndio wameichagua. Na kwa kweli rais wetu tunampongeza kwa hiyo. Mwalimu Dr. Isaac Safari, mwadhiri, sauti yako. Hebu dakika 1.5 tu. Na sasa nashukuru sana. Kwanza tukumbushane tu kwamba siasa ni mchakato, na mchakato huo ni katika kuboresha, kutengeneza, kuunda sera, sheria, ili tuweze kwenda taratibu katika maisha yetu ya katika nchi yetu hii na kadhalika, tuwe pamoja. Demokrasia ni utaratibu tu katika mchakato huo wa kisiasa. Tuna utawala wa kisultani wa dini, hapana. Mchakato wa kisiasa na wa kidemokrasia ndio tumeuchagua nchini mwetu sisi, lakini ule sio ukuta ambao umeshajengwa tayari, kwa hiyo hakuna sababu ya kuujenga tena. Hapana, ni kitu kinachobadilika, kinakuwa, kwa sababu demokrasia ya nyakati hizi na teknolojia iliyopo ni tofauti na demokrasia ya miaka ya 60 na teknolojia iliyokuwa wakati ule. Kwa hiyo ni kitu kinachokuwa. Kwa hiyo sote tukubali kujifunza kwa nyakati zilizopo ili tuweze kwenda. Nashukuru sana. Nashukuru mpenzi mtazamaji ambao ulikuwa unatufuatilia, na sasa tumefikia tamati
ya Tuongee Asubuhi, mjadala mkuu, na leo tulikuwa tunazungumzia je, kuna aina gani ya siasa nchini Tanzania. Nilikuwa na wageni wangu Mwalimu Mausi, yeye ni chada mtifu wa Chadema. Asante sana, nashukuru. Lakini pia nilikuwa na Kada Warioba kutoka Chama cha Mapinduzi, lakini pia nilikuwa na mhadhiri yeye ni mchambuzi lakini mhadhiri kutoka chuo chetu cha Sauti cha mjini Mwanza. Mpenzi mtazamaji, nikutakie Ijumaa njema, weekend njema. Leo makubwa kabisa ambayo yanakamata habari katika Tanzania ni pamoja